Bwana msikilizaji, ni kukaribisha katika hii sehemu ya 3, mzigo mtamu wa kuitwa Chioma, na tulishia pale ambapo huyu kijana Santos anapewa ukweli na Deborah juu ya yule mwanamke wake, mpenzi wake Chioma, ya kwamba Chioma ni msaliti. Santos hizi habari zinamshangaza. Kwa nini anasalitiwa na Chioma wakati anampenda sana Chioma? Deborah anamwaga ukweli ya kwamba Chioma alikuwa ni binti mpenda pesa na hana mapenzi ya kweli kwa Santos. Santos anaumia kweli na umaskini wake, mpaka anaulaani umaskini. Kwa nini yeye ni maskini? Yote kwa yote tunajiuliza, je, ni kweli Chioma amemsaliti Santos au hizi taarifa ni za kutengenezwa na Deborah? Mimi na hatujui. Hebu karibu kwenye hii sehemu ya 3 tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Hii ni Uncle J Simulizi na mimi ni Uncle J, mzigo mtamu kutoka kwake Lisa Mwala. Hii ni Chioma sehemu ya 3. Deborah, hebu acha hizo habari bwana. Mimi namjua mke wangu, sawa Hapo Deborah akacheka kwa nguvu kweli kweli, alafu akasema, "Unataka kuniambia kwamba wewe ndo unamjua sana Chioma kuliko mimi niliyekuwa nashinda naye? Sasa usitake kuongea sana, subiri." Hapo Deborah alitoa simu kwenye kibegi chake, akapiga mahali, akaweka sauti, yani loudspeaker, nikawa nasikia pale mtu anazungumza. "Shemeji, mambo?" Alikuwa ni mwanaume. Deborah akasema, "Poa shem, za wewe?" "Hapo tu, leo umenikumbuka au Chioma wangu amekuja nini?" Mimi kusikia hivyo kwanza moyo wangu ukafanya pa. Nikamsikia pale Deborah anaongea, "Hapana bwana shem, ajaje, nimekupigia tu nikuulize kama unawasiliana naye, maana bado nimemmisi." Yule mwanaume kwenye simu akasema, "Na achaje sasa kuwasiliana na mke wangu sasa? Mimi kila siku nawasiliana naye. Wewe unafikiri kwamba nilimnunulia simu ya nini?" Mimi anitafuti, sijui nilimkosea nini." Wewe si ulikuwa unamtafutia mabwana ndio maana akupendi tena. Yeye anataka kutulia na mimi tu. Nampa kila kitu mtoto na namuenjoy kweli kweli, namfikisha vizuri sana kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Maana hawezi kuniacha hata aende wapi." Shemeji, makubwa haya. Wewe ndio kusema hivyo shemeji? Bwana gani sasa mimi nilimtafutia jamani? Chioma mbona muongo hivyo, anataka kunigombanisha. Wewe Luis wewe. Mimi kanisingizia tu huyo Chioma. Yes, alikuwa na mwanaume wake yule Santos, sijui si unamjua. Deborah alivyosema hivyo, Luis ndio nikamjua hapo. Huyo mwanaume anaitwa Luis. Ni jamaa mmoja hivi, mtoto wa tajiri sana. Ana maduka sana, na mashamba ya mpunga, na ana mke, na ni muhuni sana kusema lo kweli. Ni muhuni kweli kweli, wanasema hadi ana ugonjwa wa kisasa. Yaani ana ukimwi. Unajua mpaka moyo wangu uliniuma sana. Unajua sikuamini. Luis akasema pale, Santos kale kadogo tukashamba kale. Mbona Chioma aliniambia kwamba yule Santos ni mwanaume wako wewe Deborah? Maana nilisikia hizo habari na nikamuuliza, akasema kwamba hawezi kuwa na mwanaume maskini asiyeweza hata kumnunulia nguo ya ndani bwana. Na ujue nilimuuliza wakati nampea mapenzi motomoto, huku namchezea vimistari vyake vile vya kiunoni. Hawezi kudanganya bwana. Wewe pambana na wewe Santos wako. Mimi na Chioma wangu nimemficha mahali. Na kwa sasa ni mjamzito, atajifungua hata kabla mtihani. Nimeshafanya utaratibu, atafanya mitihani. I say, niliposikia hivyo unajua nikajikuta kwanza nakaa chini. Chioma ni kweli ana vijimistari kwenye kiuno. Huyu Luis anavijua. Ina maana kwamba ni kweli haya yote. Na huyu Luis wanasema ni mgonjwa, yani ameathirika. Sasa kama alikuwa anatoka na Chioma na hawatumii kinga, na Chioma anatoka na mimi, afya yangu mimi ikoje? Nikasema tu pale, Mungu wangu. Unajua niliogopa sana. Deborah akakata simu, naye akakaa pembeni yangu na kisha akaniambia, "Santos, pole. Najua ulimpenda sana Chioma na hakuwahi kuwa mwaminifu kwako, hasa kipindi ulichoondoka huko. Chioma alikuwa anapenda sana pesa, na ndio maana alikuwa anatoka na watu wazima kama kina Luis. Hakujali hata kama wameoa. Santos, nilikuwa natamani sana kukuambia huu ukweli, lakini muda mwingi ulikuwa unakuwa naye sana huyo Chioma. Ila ndio hivyo. Kama unamsubiri, mimi sikushauri, uendelee tu na maisha yako tu." Aisee msikilizaji, unajua sikuwa na la kuongea kwa muda huo. Moyo wangu muda huo ulikuwa unaniuma vibaya mno. Unajua sikuamini kama Chioma anaweza kanifanyia hivyo. Wakati mimi nilitulia, tena nilitulia na yeye tu, sikuwahi kushiriki na mwanamke mwingine yeyote zaidi ya Chioma. Deborah akasema, wewe hukujiuliza ujasiri wa kukutaka wewe.
wakati alikuwa ni mgeni? Huo ujasiri aliutolea wapi? Yule ni malaya tu kama malaya wengine. Sasa Debora aliposema hivyo niliona hapana, kuna haja kusema neno. Nikasema usimuite malaya. Hakuwa malaya Chioma. Kama ni wanaume, mimi ndiye nilimfundisha. Na najua huu ni umaskini, ndio sababu kubwa sana yeye kuweza kuniacha. Na ulaani umaskini na naahidi nitapambana, sitobaki maskini milele. Chioma si anapenda pesa. Naahidi ataniona pale juu one day. Sasa nilivyoongea hivyo nikanyanyuka na kisha nilianza kuondoka. Debora akawa ananikimbilia, akanikumbatia pale kwa nyuma, akasema Santos, kwani usiangalie mtu mwingine kuliko kuumizwa na huyo tu kahaba mgeni? Santos, mimi nimekuwa nakupenda kwa muda mrefu sana Santos, lakini hunioni. Ukija kumwona mgeni kwa nini lakini? Ona sasa alivyokufanya. Wakati mimi umenijua kitambo, nipo hapa na nimetulia. Hapo msikilizaji, nilifungua mikono ya Debora, maana alikuwa amenibana nayo mwilini mwangu. Nikageuka nikamtizama. Sikumpenda Debora, maana Debora ni rafiki yake na Chioma. Nikono ndo wale tu, maana ni mtoto mdogo alafu anamiliki simu ya gharama na yuko kidato cha 4, na wakati najua kabisa kwao ni maskini kama mimi tu. Nikamwambia, hebu nisikilize Debora, usiondoe kiwango cha heshima nilichokupatia. Niache niende zangu, lakini ukija kuonana na huyo rafiki yako, mwambie umaskini sio kilema. Asifikiri kwamba nitakufa na huu maskini. Ipo siku ataniona niko pale juu. Na nawaombea uhai, mimi na yeye tutaja kuonana tu. Hapo niliondoka nikiwa nina hasira sana kusema ukweli. Mpaka machozi yalikuwa yananitoka. Chioma, yaani umaskini wangu kumbe kwake ulikuwa ni tatizo kubwa mno kiasi cha kusema kwamba hawezi kuona mwanaume asiyemnunulia hata nguo ya ndani. Mbona nilikuwa nampatia zawadi? Mbona alikuwa anafurahia sana mpaka ananipatia hivi? Kumbe wanawake ndo waongo hivi jamani. Unajua moyo uliniuma sana. Sasa wanafanya nini na maisha yangu haya mimi kama yaani kana ugonjwa? Mamangu ni maskini sana, ananitegemea mimi. Niliwaza lakini sikupata majibu. Nililaumu sana umaskini wangu. Nililaumu sana. Nilitimia moja kwa moja hadi nyumbani kwa kina Toma. Bahati nzuri nilimkuta rafiki yangu huyu Toma amekata nje kwao. Alikuwa anakatakata pale migomba kwa ajili ya kurishia ng'ombe. Nilifika nikakaa chini kwa kujitupa, yani kama vile mzigo. Toma akaniambia, vipi mwanangu, mbona uko hivyo? Uko poa bwana Santo? Nikamwambia, mwanangu, maisha yangu mimi yamefika mwisho Toma. Sijui hata nafanya nini mwanangu. Sijui hata nafanya nini. Toma kwanza aliweka panga pembeni. Naye akakaa karibu yangu akasema, kuna nini mwanangu? Mbona unanitisha? Naomba uniambie mimi ni mwanao mwanangu, kama ni shida tutatatua wote. Sasa mbona unalia Santos wangu, vipi shida mwanangu? Unajua nilimtazama Toma. Nikasema, Toma, nani yupo ndani kwenu? Hakuna mtu mwanangu, niko peke yangu. Toma mwanangu, Chioma alichonifanyia mimi, umaskini ni mbaya sana Toma. Mwanangu, mbona sikusomi? Kwani umeonana na Chioma amerudi au? Hapana, sijaonana naye, ila sikiliza. Hapo msikilizaji, nilimsimulia kila kitu Toma, sikuacha kitu. Toma akaniambia, mwanangu uspaniki. Mbona mimi sioni kama hilo lina ukweli? Mtoto alikuwa anakupenda sana yule mwanangu. Hawezi kukufanya hivyo bwana. Nikasikiliza Toma. Ni kweli mwanangu, mimi nakwambia. Unajua kwa nini ni kweli? Jamaa amepigiwa simu tena ghafla tu. Na mimi nimekutana na Debora yani kama bahati mbaya tu. Lakini yule jamaa akasema na kataja mpaka vitu vya siri kwenye mwili wa Chioma mwanangu. Hiyo sio uongo ndugu yangu. Lakini mimi kinachoniuma sana sio Chioma kunisaliti mwanangu. Maana sina kitu kweli. Sasa wanzani mimi ningempa nini? Mimi nachoumia yule jamaa wanasemaga ni mgonjwa, ameathirika. Sasa mimi nitakuwa nimepona kweli ndugu yangu? Toma, Chioma ndio mwanamke wangu wa kwanza kusema ile kweli, lakini kama kuniua mimi mwanangu. Oya Santos, hebu acha kujiwazia hayo mwanangu.
utajiumiza, kumbe hakuna kitu. Kama unaona shida sana, tuwe tukapime mwanangu. Toma. Nikapime tena Toma? Nikikutwa nao, alafu kituo cha afya cha hapa kijijini, si ndo atanitangaza mimi wakinikuta nao ndugu yangu? Mimi mamangu mbona atakufa, mbona kwa pressure mwanangu? Hapana, siwezi kwenda kupima. Sasa Santos tunafanya nini? Au ngoja nimpigie Brosel. Anafanya kazi maabara kijiji cha pili. Yule hawezi kutuuza. Na afu wewe pia hakujui mwanangu. Alafu nitasema wewe unatokea mkoani mwanangu. Na ukifika pale unataja jina ambalo sio la kwako. Twende tukajua ukweli. Mimi sijaye kupima, lakini nitapima mwanangu kama kukusupport. Toma, wewe unaona rahisi? Toma, mimi ukinikuta nao mimi sitoweza kuishi mwanangu. Nitajiua tu Toma ndugu yangu. Lakini kabla sijajiua nitamsaka huyo Chioma. Nitamsaka huyo Luisi wake. Na nitahakikisha na wafanye kitu ambacho hawataweza kuja kunisahau kwenye maisha yao. Santos, unakosea mwanangu. Huu sio muda wa kuwaza dhambi mwanangu. Ni muda wa kuwaza na kumwomba Mungu akupitishe katika hili mwanangu, sawa? Sawa, lakini mwanangu mimi siendi. Sikiliza Santos. Kama unataka kuwa na amani, ni bora ukapime upate kujua. Hata kama upo huo ukimwi, basi tujue ni nini tunachotakiwa kuweza kufanya. Na kama haupo tujue, ili tuache kujilaumu na kuwaza sana. Inatakiwa tukasome mwanangu. Lakini kama hujui, ina maana kwamba utaishi kwa maisha kama shaka. Na hata kama huo ukimwi uko nao, utakuja kuumwa, utakonda na utaisha. Mimi nakushauri twende mwanangu tukapime tujue moja. Mimi nitakuwa sambamba na wewe kwa sababu wewe ni damu yangu Santo. Nakuomba sana ndugu yangu. Hili jambo lilikuwa ni gumu sana kwangu kusema ile kweli. Lakini Toma alinishauri sana mpaka nikabidi nikubali. Alichukua pikipiki ya babake tukaenda mpaka kijiji cha pili. Tulimkuta kaka yake, akamweleza pale kwamba mimi ni rafiki yake, tunataka kupima. Kaka yake akatushauri namna ya kupokea majibu. Alituambia kwamba inaweza ikawa mazuri au mabaya. Basi tukapeana moyo pale tukapima. Wote mimi pamoja na Toma. Tukiwa tunasubiri majibu sikuweza kuwa na utulivu kabisa. Yaani nilikuwa naogopa mno. Najuta kwa nini nilianza mapenzi mimi. Yaani mpaka nikawa najuta kwamba ni bora hata ningejitunza tu kusema ile kweli. Nilijawa na mawazo huku na tembea. Mara tukaja kuitwa pale sasa kwamba tukachukue majibu tayari. Mimi nikamwambia Toma, tangulia nakuja. Toma akasema, unaenda wapi sasa? Nikasema nimebanwa na haja. Naenda mahali wa Atoni. Toma akaniambia, mwanangu acha uoga. Nikasema kweli mwanangu. Wewe nenda, mimi nakuja. Sasa kabla Toma hajajibu, alitoka kakake akasema, nyama dogo njoni basi. Unajua muda unaenda, nataka kufunga hapa. Sasa mnaogopa nini sasa? Hii ndo faida ya kuanza uasherati mkiwa mko wadogo. Na sura zenu jinsi zilivyonyongonyea kama vile kuku. Hebu ingieni huku. Mekusikia hivyo nikaona yani nini? Uweza mimi msikilizaji nilitimua mbio yani kama vile sina akili nzuri. Toma aliangua kicheko huko akawa ananiita, lakini mimi sikujali, nilitoka mkuku. Nilifika getini mwa hiyo dispensary, nikazuiliwa pale na mlinzi kutoka. Nikamwambia mlinzi, sasa mimi nishatibiwa. Kwa nini sasa mnaniuzia nisitoke? Mlinzi akasema tumepigiwa simu tusikuruhusu wewe kutoka. Nikasema jamani, kwa nini sasa mnanifanya hivi? Ina maana kwamba mimi sina haki ya kuondoka mahali hapa? Mlinzi akaniambia, kijana, hebu acha utani bwana. Mimi niko kazini na nitakubadilikia. Nataka urudi ndani haraka iwezekanavyo. Hapo mlinzi aliongea huku akawa ananunisha kile kilungu chake cha ulinzi. Nilibaki nimesimama hapo, hata sielewi sasa nifanye nini. Nikiwa nimekasirika nimesimama tu pale, alikuja Toma na makaratasi mawili. Akaniambia, da ndugu yangu, leo ndo umeonyesha kwamba tunaweza kuchukua kombe la wakimbia mbio. Sio umejua kuacha vumbi nyuma ndugu yangu. Nikasema mwanangu, acha tu. Acha. Haya mambo yasikie tu kwa mwenzako ndugu yangu. Sasa nilipoona nazungumza hivyo, Toma akaniambia, ndugu yangu umekimbia bure tu. Ungevunja mguu.
Majibu yetu ni haya mwanangu, tuko salama mimi na wewe. Toma kanipa ile karatasi, nikaangalia kweli bwana ilikuwa imeandikwa negative. I send nikaruka, nikamwambia mwanangu majibu haya kweli? Toma akaniambia ndio. Nikasema da mwanangu, namshukuru sana Mungu. Na ninaahidi mimi wanawake basi. Yaani sitaki tena, yaani sitaki kusikia swala la wanawake. Toma alicheka sana. Nikarudi pale kumshukuru kakake na Toma, naye alikuwa ananicheka vibaya mno. Akatupatia pale wosia ya kwamba niache wanawake nisome, au kama nikitingwa sana basi nitumie kinga. Nikasema sawa. Kwa tuliondoka na Toma. Hapo nikawa na tumaini jipya kabisa la kusoma. Nilirudi nyumbani nikamkuta pale mzee Zinga amekuja, alinipa pesa kwa ajili ya matumizi ya shule na nilimshukuru sana. Siku ya kwenda shule tulienda mapema. Tulifika kwenye shule tulikuwa tumepangiwa, nikiwa niko na Toma ambaye ni best yangu. Shule yetu ni shule kubwa na kongwe sana. Hivyo ilikuwa imejengwa vizuri sana sana sana. Ilikuwa shule mchanganyiko kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6, wasichana na wavulana. Tulipokelewa na kukaguliwa pale mahitaji yetu walikuwa wametuagiza. Na tulikuwa tumejipanga. Hivyo tukamaliza pale salama na kwenda kuoneshwa mabweni sasa ya kulala mimi na Toma, na tukabatika kupata bweni moja na vitanda vya jirani. Siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi, hivyo Jumatatu tukaanza masomo. Nilikuwa nimeamua kusoma tu kusema kweli. Lakini siku zilivyozidi kwenda, nilijiunga na timu ya mpira ya shule. Nikawa muda mwingi nikiwa kwenye mapumziko ya kusoma basi nakuwa niko uwanjani. Kutokana na umahiri wangu katika kucheza mpira, nilijipatia umaarufu mkubwa mno shuleni. Huku nikiwa napendwa sana na wadada. Japo mimi nilishia tu kuwa yani wakati tu marafiki zangu tu, ila mapenzi no, niliogopa sana. Siku moja mwalimu alituambia kwamba twende darasa jingine kwa ajili ya matangazo. Sasa hivyo kutokana na kwenda kwenye darasa lingine ambalo nalo pia ni kidato cha 5 hilo darasa. Tulipoingia tu kwenye hilo darasa, macho yangu yalielekea nyuma ya darasa. Na ndipo ghafla nilishtuka mpaka nikaangusha mpaka begi langu la madaftari. Unajua sikuamini macho yangu kile nilichokuwa nimekiona. Alikuwa ni Chioma amekaa nyuma ya darasa lile kwenye kiti na meza kwenye kona. Yuko peke yake. Mjue nilichanganyikiwa. Huyu binti kusema ule kweli alijua sana kufanana na Chioma jamani. Rafiki yangu Tom alikuwa nyuma yangu. Alinama akaokota begi langu. Huku akaniuliza, "Oya mwanangu vipi? Mbona kama vile umepigwa na jini, kuna nini?" Hapo nilishtuka, nikamtazama nikamwambia, "Oya Tom, hebu angalia nyuma kule kwenye kona." Kweli Toma alitazama akasema, "Ai, sasa kweli duniani wawili mwanangu. Mbona yule demu kama Chioma?" "Oya kama Chioma mwanangu." Nikasema na hata mwenyewe nimeshtuka kinoma ndugu yangu. "Oya twende tukakae naye mwanangu. Tukakae naye tumdodose. Labda uwezi jua ndugu yangu. Anaweza kalba ni ndugu yake." Nikasema, "Sikiliza, achana naye mwanangu. Au umesahau aliweza kunifanyia yule demu. Sitaki hata kumsikia mimi kusema ile kweli." Hapo Toma alinitazama na kisha akacheka. Muda wote tulikuwa tunaongea, tulikuwa tumesimama pale mbele tu. Mara mwalimu akaingia pale akasema, "Nyie bado mmesimama hapo kwa nini? Nataka mkae mchanganyiko, sitaki darasa moja mrundikane sehemu moja. Nataka mchanganyikane kama wewe Santos, kakae kona ile pale na binti yule kule." Mimi nilimtazama teacher, unajua sikutaka kwenda. Madam akasema, "Hivi wewe unanielewa mimi ninachokisema? Nikisema kitu mara moja sitaki kurudia mara mbili." Hapo mimi nikamtazama rafiki yangu Toma ambaye alikuwa anacheka na kisha nikaanza kwenda sasa kwa huyu demo ambaye alikuwa amefanana sana na Chioma. Nilifika pale nikavuta kiti nikakaa. Binti alikuwa ananukia vizuri mno. Nilimsalimia nikamwambia mambo. Demo alinitazama alafu akakaa kimya. Hata kujibu kitu. Aisee, nilikereka. Sawa ni mzuri, sasa ndo asitike salamu yangu. Dharau gani hizi? Wakati hapa shuleni mimi Santos ndio mwenye jina kubwa. Unajua nilimtazama yeye afu akawa yuko busy tu anafunua kijitabu. Kipindi kikaanza, yule demo akawa anajibu sasa maswali. Nikana jiwazia kwamba huyu anaringa sana kwa sababu ana akili sana au ngoja sasa mimi nimeonesha kwamba mimi sio yani sinichukulie poa, yani kwamba sinichukulie baridi. Kwa pale nilianza na mimi. Kila mwalimu akiuliza na mimi nanyosha mkono kuweza kujibu swali. Basi akawa kama mashindano sasa kati yangu mimi na huyu demo ambaye anafanana sana na Chioma. Na mwalimu alifurahi sana akasema, "Unaona sasa? Raha kukaa mchanganyiko Umeona Ona ni kijana alivyochangamka sasa. Hataki kabisa kupitwa na msichana Haya tuendelee." Basi mimi hapo ndo nilikazana kweli. Huyu binti naye akawa anakazana kweli kujibu mpaka kipindi kilipoisha. Sisi ndo tulionekana tumeshiriki kikamilifu kwenye hiki kipindi. Mwalimu akasema, "Nyinyi wawili mkitulia mkasoma pamoja, basi mtakuwa na matokeo mazuri sana kwa kila somo. Nimependa sana ushindani wenu." Hapo mimi nilimtazama binti.
naye akanitazama kwa dharau na kisha akaangalia pembeni. Mwalimu alitoka na mimi nikanyanyuka na kisha nikaanza kutoka. Toma akasema, wewe mwanangu, nimeona demu ule mtata. Nikasema sio mtata, anadharau sana. Halafu tatizo anajiona ni mzuri sana, ajui tu ninavyomchukia kwa kufanana na adui yangu namba moja. Sasa niliposema hivyo, unajua Toma alicheka sana. Akasema, lakini mwanangu, mimi sioni sababu ya kumchukia yule demu. Mimi nakushauri, kwa kufanana kule na Chioma, atakuwa ndugu yake yule. Lazima tu. Sasa badala ya kumchukia, wewe unda naye urafiki, ujue alipo Chioma. Yaani lazima tumpate tu. Lazima tupate habari yake yule demu. Hawezi kukuchanganya kiasi kile ndugu yangu. Mpaka umenusurika kupata ugonjwa mkubwa mwanangu. Unajua sio poa. Nikasema una pointi sana mwanangu. Lakini mimi mademo wanaoringa vile siwezi, yani. Siwezi kuroll nao. Santos, hebu acha upuuzi mwanangu. Kwani unataka kuoa? Hebu tumia wanaume wako. Najua ukimfuata kidogo tu demu yule ataingia line yeye mwenyewe. Kwa jinsi hivi ulivyokuwa handsome ndugu yangu, kila msichana anakupapatikia shule hii. Yeye ni nani bwana sikupapatikie? Lazima atataka kukubali. Hapo nikacheka, nikasema sasa naanzaje mwanangu? Sikiliza. Tutapata tu mbinu. Cha kwanza twende kwanza kunywa chai, muda wa mapumziko, ila kuanzia leo tunamtizama na kumfuatilia. Sawa? Nikasema okay poa. Ushauri wa Toma niliona ni mzuri sana. Kiasi kwamba sasa nikaanza kumweka kilini yule binti ambaye hata sikumjua jina lake. Nilianza kumfuatilia kwa ukaribu. Nikamwona hana tabia ya kuwa na mtu yeyote, muda mwingi yuko tu peke yake tu. Na kwenye chakula namuona asubuhi tu kwenye chai, lakini mchana wala jioni nilikuwa simuoni. Kiukweli sikuwa namuelewa kabisa, lakini katika kumfuatilia kwangu nilijikuta navutiwa naye sana. Kiasi kwamba sasa muda mwingi nilikuwa sasa nafanyaje? Namuanza. Sikutaka tu kumuuliza mtu taarifa yoyote kuhusu huyu binti, sababu sikutaka watu waanze minong'ono. Kwa maana kwamba hii misheni yangu hata kama nikikataliwa basi iwe ni siri yangu tu, asijue mtu yeyote. Shuleni kwetu bwana, kile Ijumaa jioni tunafanya mdahalo, yani debate. Hivyo siku ikafika na mimi nikawa ndo mwandishi sasa wa majadiliano wa mdahalo. Katika mdahalo huo binti naye alikuwepo. Basi bwana alipanda pale na kuanza kujibizana na watu pale wa upande wa upinzani. Mrembo alikuwa anaongea Kiingereza kizuri kile cha ndani kabisa na haraka. Unajua kile Kiingereza kama cha mzungu. You know sorry. Of course it did. Hatari. Na mimi sasa ambaye nilisoma shule za kidumu na fagio. Nilikuwa niko nyuma kabisa kuandika pointi zake. Pointi alizokuwa anazisema nilikuwa niko slow sana kuziandika. Nilikuwa na tafakari, nikaona yes, hii ndio njia sasa mimi sasa kumsemesha. Utaratibu ni kwamba debate inapofika mwisho, mwandishi mimi natakiwa niunganishe pointi zote, niziandike vizuri, ziende kwenye faili. Kwa hiyo sikuwa na haraka kusema ukweli. Debate ilisha, nilimwona yule binti anatoka, nikamkimbilia. Sikubahatika hata kujua jina lake. Hivyo nikawa hata simuiti, yani mimi nilimkimbilia tu, nilipokimbilia nikamkuta, nikamsimamisha mbele yake. Kwanza akanitazama, akaniambia una wazimu wewe, si ndio? Nikamwambia yes. Unaweza kusema hivyo na wazimu, lakini samani, naomba kuongea na wewe. Hebu bwana nipishe, mimi sina muda mimi kuongea na wewe. Nikasema sikiliza wewe binti, mimi nataka unipe point ulizokuwa unazisema pale. Maana sikubahatika kuandika kile ulichokuwa unakizungumza. Sasa niliposema hivyo binti akawa anacheka. Jamani, binti alikuwa na tabasamu nzuri. Kwanza meno yake ni meupe, yamepangika vyema mdomoni na ana kamonya fulani hivi. Unajua nilijikuta na mimi na tabasamu kwa uzuri wake. Kwa hiyo kazi yako ilikuwa nini pale ulivyokuwa umeinama kwenye ile meza wewe kijana? Usiniambie kwamba ulikaa tu pale mbele ukitazama mabinti, maana ndo zako. Unajua kwanza nikacheka, nikasema kutazama mabinti ndo zangu. Lakini okay, acha niseme tu ukweli kabisa wa moyoni. Unajua uko sahihi sana. Nilikuwa naangalia kweli au mabinti, lakini sio mabinti. Nilikuwa namwangalia binti mmoja tu ambaye aliuteka ufahamu wangu wote, kiasi kwamba wakati anaongea sikuweza kabisa kusikia kitu kutokana na uzuri wake, uzuri wa sura, lipsi zake na hata sauti yake tamu iliyokuwa ikiongea pale Kiingereza kizuri kama mzungu. Na binti huyu ni huyu ambaye amesimama mbele yangu hapa muda huu. Kwa kama ni dhambi basi nichomwe tu moto. Hapo nilipozungumza hivyo yule binti alicheka, akasema Santos, hebu niache bwana, mimi sio kama hao wadada wako hao, hebu niache nile zangu. Kiukweli nilijisikia raha sana alivyoniita jina langu. Kaja kujua kwamba kumbe hata jina langu analijua. Nikamwambia okay, kumbe unanijua jina langu Hapo mdada akanipita kwa pembeni akasema, nani asikujua sukari ya warembo? Wewe ndio sukari ya warembo hii shule.
unapenda wadada na wadada kibao. Lo, hebu niache bwana. Sasa aliposema hivyo mimi nikacheka huku nikawa namfuata. Nikamwambia unajua unanipa majina na shutuma wakati mimi siko hivyo kabisa vile ambavyo unasema. Mimi sijawahi kuona mwanamke hapa shuleni kabisa na kuwa pia nife hapa sasa hivi. Sasa niliposema hivyo huyu bidada akacheka. Akasema uongo. Kumbe ndo muongo hivyo Santos. Nikasema kwa nini? Yaani kwa nini mimi nikudanganya? Mimi naongea nao tu, naongea nao kama marafiki tu na sina hata mahusiano nao. Yaani sina uhusiano nao wa aina yoyote kusema ukweli. Tena ukitaka mimi nichunguze vizuri tu, utaujua ukweli huu ambao mimi nausema. Haya, nenda zako bana. Sasa vipi kuhusu point? Na hata jina lako pia mimi silijui. Maana nilijitahidi sana kutokumuuliza mtu hadi wewe mwenyewe uweze kuniambia jina lako. Sina jina bwana. Naomba uende nikavae sweta najisikia baridi bwana. Naomba jina lako na point tafadhali. Na kama hunipi nitakufuata mpaka bwenini. Kama unabavu huo na huogopi kufukuzwa shule na nifuate. Sasa aliposema hivyo nikasema mimi huyu anijui huyo. Leo mimi simwache, atanipatia tu jina na pointi za debate. Lakini atanipatia na nafasi ya kuweza kuwa karibu naye. Cha msingi ni kutembea na upepo, kufanya vitu vya hatari. Maana wanawake bwana ndio wanapenda wanaume wanaojitoa muhanga. Kiukweli nilikuwa naogopa nikikutwa huko bwenini kwa wasichana itakuwaje. Lakini nikawa najikaza. Nilimfuata yeye anatembea na mimi namfuata. Akafika karibu kabisa na geti la bwenini kwao. Akanitazama akasema hivi, wewe Santos, uona kichaa wewe? Huku unaenda wapi kwa wanawake? Nikasema ndo maana nakwambia hivi. Wewe unijui vizuri. Hujui nimechukua muda gani kutaka kukujua. Lakini unaniletea pozi, unanitazama vibaya. Leo nataka uone kiasi gani naweza kwenda kutembea juu ya vioo vilivyovunjika nikiwa peku kwa sababu yako. Hapo binti alinitazama kwa jicho fulani hivi, jicho lilonipa matumaini. Akaniambia, naitwa Havel. Na kuhusu pointi za debate, naomba unisubiri darasani na kuja kukupatia. Hapo nikatabasamu nikamwambia, una jina zuri kama mwenye jinsi ulivyo. Sikuwahi kujua kwamba wewe ni chizi kiasi hiki Santos. Na bado hujajua kiasi gani nilivyokuwa chizi. Haya. Naenda huko darasani na usipokuja nitakufuata ndani ya hosteli yenu. Hata kama ni saa 4 za usiku. Havel, usinichukulie poa. Santos nimekunyoshia mikono. Bwana naomba uende. Utaona huko shauri yako. Hapo mimi nikacheka na kisha nilianza kuondoka. Hapo nilikuwa naogopa mno, vibaya mno. Nikaona nikiona hapa mimi nitafukuzwa shule. Nitaenda kumwambia nini mama yangu? Japo kigiza ndo kilikuwa kinaanza kuingia, ila kusema ukweli ilikuwa ni hatari sana kusema ukweli. Kwa hiyo basi nikatoka zangu pale nikaenda darasani. Havel hakuchelewa, alifika na kikaratasi akanipatia. Akasema kila kitu kipo humo, bila shaka sasa utaniacha kwa amani na maisha yangu, si ndio? Nikasema Havel, nisiwe mwongo. Mimi siwezi kukuacha kwa sababu tayari umeshaingia moyoni. Moyo wangu unadunda na mapigo yangu ya moyo yananienda mbio mno. Nikikuacha wewe mimi nitakufa. Hayo maneno ndo yanawapagawishaga wadada wako hapa shuleni. Sina maana. Najua huniamini Havel, lakini mimi tangie nizaliwe sijawahi kabisa kumwambia mwanamke maneno kama haya. Hebu acha uongo. Kuna unakuwa mwongo hivyo lakini. Havel, nakuapia mimi babangu amefukiwa chini. Sijawahi kumwambia mwanamke maneno haya. Sijawahi kumweka mwanamke moyoni mimi. Sijawahi. Ila wewe ndo nimekuweka moyoni. Ina maana unataka kunidanganya kwamba hujawahi kuona mwanamke? Hapana, nimewahi kuona mwanamke, lakini sijawahi kumwambia haya ambayo mimi nakwambia wewe. Santos, sikuwezi. Naomba unipatie nafasi basi. Hata unijue tu vizuri, yani unipatie nafasi kama rafiki, na kisha baada ya hapo ndio utaamua sasa mwenyewe unipatie hiyo nafasi au la. Nakuomba sana Havel. Vinginevyo nitafanya kitu cha ajabu sana. Kwa sababu siwezi kuvumilia. Si umeona leo nilichokifanya? Sasa ile ni trailer. Santos, kwa unachohitaji ni urafiki tu. Okay, poa. Lakini jua kabisa spendi mob. Unajua mob, nikisema mob unaelewa? Hapana, sijaelewa. Yaani spendi urafiki na mtu mwenye marafiki wengi, wadada. Mara uito huku, uwe na huyu. No, staki. Havel, kwa ajili yako hutoniona mimi na mdada hata mmoja. Na wakaka tu ndo watakuwa marafiki zangu. Na wakaka nyenye ni mmoja tu, ambaye ni kama ni ndugu yangu.
ambaye anaitwa Toma. Najua sana mpo kama papai mpaka mnafanana. Siwezi kukuzuia kwa huyo Toma, sijui rafiki yako. Asante sana Havel. Okay, haya. Na kipaumbele cha urafiki wetu ni kusoma. Ni sawa tu, hakuna tatizo. Msikilizaji, basi hapo bwana ndo kawa mwanzo sasa wa urafiki wa mimi pamoja na huyu binti ambaye anaitwa Havel. Nilianza kuwachunia wadada wote. Wakinishobokea mimi najibu tu short. Na kaza uso, nikawa naongea na Havel tu na washikaji wengine ambao ni wa kiume, hasa Toma. Siku ziliisha, Havel alikuwa serious sana, hataki kabisa mapenzi. Yeye ananichukulia mimi kama brother, kama rafiki, lakini mimi kwa ukaribu naye tu ule nifanya nimpende vibaya mno. Na nilimtamani kiasi kwamba nikaanza kumtongoza na akana nijibu kwamba mimi ni rafiki na nitabaki kuwa rafiki. Kilichokuwa kinanipatia moyo, Havel alikuwa hana mazoea na wakaka kabisa. Hata wadada ilikuwa ni mwendo wa salamu tu. Na kumbe nikaja kugundua chakula cha mchana hali na jioni hali. Yaani hali pale chakula cha shule, yeye huwa anakula kantini, ananunua. Nilikuja kugundua alipokuwa rafiki yangu. Sasa alipokuwa rafiki yangu nikamwona sasa nimbadilishe, tukawa tunakula wote chakula cha shuleni. Maana mwenzie mimi ni maskini, yeye anaendaje kula kantini. Nakumbuka siku moja kulikuwa kuna michezo, tulienda shule nyingine kucheza, na mimi kama kawaida yangu nilikuwa kwenye kikosi. Na Havel aliniambia kwamba anataka nifunge magoli 2. Basi nikawa niko uwanjani nacheza kweli kwa nguvu na kipaji changu chote. Kipindi cha kwanza tu nilifunga magoli 2. Aiseni nilishangiliwa sana. Tukaingia kipindi cha pili, sasa nikawa nacheza kwa relax kwa sababu nimeshatimiza malengo. Kwa nikawa nacheza kwa sifa na tupia jicho kwa Havel. Havel alikuwa ananishangilia vibaya mno. Sasa kuna muda nilikuwa nimefunga tena goli. Nikatazama kwa Havel, namuona yupo na mkaka walikuwa wanaongea. Alafu Havel alikuwa anacheka, ni hana habari kabisa kuangalia tena mpira ambao mimi nilikuwa naucheza. Yaani hanishangilii. Na yule kaka alikuwa amemshika mkono Havel. Yuko sawa kabisa. Yaani sijui nisemaje. Wako zero distance. Lakini nikakumbuka maneno ya Havel, aliniambia kwamba hanaga mazoea hivyo na wakaka. Sasa inakuaje tena wewe na mkaka mwingine tena unamshika vile? Kwa moyo wangu pale ulianza kwenda mbio vibaya mno. Nikapoteza akili uwanjani kabisa. Wivu ulinivaa, hasira ilinipanda. Sasa nikawa nimezubaa na haha na majanga yangu. Kumbe bwana, wachezaji wa timu pinzani walikuwa wanafanyaje? Wananiwinda mimi. Mimi ndio kiungo mkubwa wa timu. Aisee, nilikatwa huo mtama huo, nilipaa juu, nilitua chini kama mzigo. Paka wote walishtuka, watu walishika vichwa, wadada walipiga kelele za kuogopa. Wengine wakawa wanaomba msaada. Yaani mimi nilipotua chini hata kunyanyua mkono hivi nilikuwa siwezi. Nilichezewa mtama huo. Moyo wangu uliniuma sana kusema ukweli. Havel aliniumiza sana. Unajua nilikuwa najiuliza mara mbili kwamba yule mkaka ni nani? Mbona wako vile kama vile wanajuana kwa muda mrefu sana? Au ni mwanaume wake? Na kama ana mwanaume wake, mbona hakuwahi kuniambia sasa kama ana mwanaume? Kiukweli niliteseka sana msikilizaji. Nikiwa nimejawa na mawazo, rafiki zangu kina Toma waliokuwa na boksi la huduma ya kwanza walikuja pale mbio kwanza kunitibia, huku wakiniuliza wapi nimeumia. Kusema ule ukweli, sikuwa nasikia maumivu popote zaidi ya kwenye moyo. Nilishindwa kujibu, nilikuwa nawatizama tu. Mara Havel naye alikuja akasema, Santos uko poa? Mimi kwanza nilivyomuona tu nikajinyanyua na mwili ulinyanyuka. Wezi amini. Nilitaka kusimama ndipo mguu sasa ukawa unaniuma, nikarudi chini. Kina Toma hapo alianza kunichua ule mguu. Havel alikazana kuniambia, pole jamani, pole Santos, ulikuwa unawaza nini mpaka wamekuotea vile jamani? Au unaumia? Yaani unaacha akili hiyo uwanjani. Wewe ulikuwa unawaza nini? Lakini Santos anaongea hivyo, mimi nilimtazama kwa hasira sana huyu binti. Yaani ananisema wakati yeye ndiye sababu. Unajua nilitabasamu kwa hasira. Hivyo unalijua tabasamu la hasira? Nikamwambia niko poa. Afu nikamwambia Toma, hebu niacheni. Toma akasema basi poa, simama kama uko poa. Nikasimama pale kwa shida. Bado nilikuwa na maumivu sana, nikajikaza. Refa kauliza kama naweza kuendelea kucheza. Kusema ule ukweli nikasema hapana refa, siwezi. Nilijua kabisa siwezi, sio kwa sababu ya maumivu ya mguu. Maana mguu niliteguka tu. Ila sasa akili haikuwa tena uwanjani. Nilikuwa na wivu vibaya mno. Kwa Havel alinisogelea, akataka kunishika. Mimi nikamshika Toma. Nikamvuta, nikawa natembea huku nikawa nimemshikilia Toma. Sikutaka Havel anishike kabisa. Yaani alikuwa ameshaniboa vibaya mno. Toma alinitazama, akamtizama na Havel, alafu hakusema kitu. Akanitoa uwanjani, nikamwambia naomba unipeleke, nikabadilisha nguo. Kwa tukawa tunaenda sasa. Havel naye akawa anakuja. Mimi nikamwambia Toma, hebu mrudishe huyo demu. Anakwenda wapi kwanza?
Toma akaniambia ni Havel. Nikasema najua kama nimesema mrudishe. Sasa Toma akaniuliza kwa nini kaka? Nikasema mwanangu, kama utaki kunisindikiza basi ukiniache nitaenda mimi mwenyewe. Basi mwanangu. Kwa hapo sasa Toma ikabidi ageuke, akamwambia kwamba Havel, tunaenda kubadilisha nguo, kwa naomba utusubirie kule. Italeta maneno hii, unajua tunaenda bwenini. Havel akasema okay sawa, lakini nina wasiwasi. Yuko poa kweli Santos? Toma akamjibu akasema hajavunjika, kateguka tu. Na unaona anakanyaga tu poa, atakuwa tu fresh wala atasiwasi. Okay sawa jamani. Sasa hapo Havel akawa anarudi. Mimi na Toma tukazidi kwenda bwenini. Tulipofika kwenye chumba tulichokuwa tumepewa cha kubadilishia nguo, Toma akasema niambie mwanangu, nini shida? Mimi hapo nikamsimulia kile nilichokuwa nimekiona. Na kisha nikasema huyu demu anajua kabisa na bwana wake. Kwa nini sasa asiniambie tu kweli? Ananeka mika rafiki. Haya, shule kila mtu hii anajua kwamba yeye ni mtu wangu wa karibu, lakini anashikwa mikono na mwanaume mwingine hadharani kabisa. Wakati mimi hataki mimi, yani haniruhusu mimi niongee na demu yoyote yule. Alafu na mimi nakuwa kama fala kabisa, yani namtina na namsikiliza kwa kila kitu. Havel amenikera vibaya mno ndugu yangu. Na safari hii atanijua kwamba mimi ndo Santos. Nitamuonesha kwamba mimi ni mwanaume kamili. Haditaki kimapenzi na mimi sitaki huo ushosto kwa upumbavu. Sasa niliposema hivyo nilikuwa nimejamu kweli kweli. Toma akaniambia mwanangu, ukweli ni kwamba umempenda huyu demu. Wewe ni mbishi. Wewe ni wa kuchanganyikiwa namna hii ndugu yangu. Hadi unataka kuuawa. Nikasema acha mwanangu. Huyu demu ananibania sana. Nikikaa naye ananipiga na vikono vyake vile, mara sijui aniegamie, mara nikalie. Yeye anakuwa ananipa upwiru, alafu anataka kunifanya mimi ni rafiki. Wengine wanamshika. Alafu wale watu wengine. Toma, sijafikia kiwango hiko cha upuuzi. Toma akinitosa huyu, mimi nakwambia nitabadilika na utanishangaa. Ujue Choma mimi sikumfuata mimi. Ilikuwa ni rahisi, lakini huyu ananichanganya sana huyu demu. Santos, pole mwanangu. Labda yule ni mshikaji wake tu. Toma, hakuna cha ushikaji ndugu yangu. Hakuna cha ushikaji ule. Wewe ngoja. Hapo nilibadili nguo na kisha tukarudi mpirani. Havel alivyotuona tu akaja pale. Mimi sikutaka hata kukaa naye karibu. Nikamwacha na Toma na kisha mimi nikaenda kusimama na washikaji wengine. Na mpira ulivyoisha magori ni yale nilikuwa nimefunga mimi. Basi nilishangiliwa na kisha tukaingia zetu kwenye gari sasa. Nilihakikisha sijakaa na Havel. Nilivunga kwenye gari, nikamvuta Toma kakaa siti moja na mimi. Havel akakaa nyuma yetu. Safari ya shule ikaanza. Tukiwa kwenye gari sasa, dada moja vile kunaitwa Tuli, wa kidato cha 6 namkumbuka. Ni mwongeaji mno. Anaropokaga tu. Basi walikuwa naongea, yani gari nzima naongea yeye tu. Walimu walikuwa kwenye gari ya nyuma na wanafunzi wa vidato vya chini. Basi huyu Tuli huyu akasema, ila jamani, mapenzi kweli kikohozi. Leo watu wamekohoa leo. Wanafunzi pale wakaanza kuuliza kina nani tena hao, kina nani. Tuli sakalopoka bwana. Kwani nyinyi mkuepo uwanjani mkajionea? Watu wakasema tupe ubuyu wewe. Tuli vipi bwana? Kina nani hao? Tupe ubuyu. Tuli akasema, ina maana kwamba hamjaona mpaka kiungo wetu mfunga magoli kataka kufa uwanjani? Ni mapenzi hayo. Mimi hapo kwanza nilishtuka, nikageuka kumtizama. Maana yeye alikuwa amesimama kwa nyuma. Akasema, kila siku tunasemaga wale ni wapenzi. Wao wanakazana. Ni marafiki. Haya sasa leo binti kawa biko biza na mkaka mwingine. Kiungo si akaona, akadata, akazubaa uwanjani, hasira zikampanda. Akakunja mpaka ngumi. Maadui si ndo akampiga mtama wamuumize, aache kuwafunga. Yes, kazubaa. Jamani we, Havel utatulia kijana wetu. Maana ikabadilika siku hizi, hana hata mazoea na watoto wa kike, lakini wewe ukashuka mikono na wanaume sio poa. Jamani, Tuli alijua kuongea. Nilishtuka nikageuka kwanza nikamtizama Havel. Tuli akaendelea pale kusema, leo mapenzi yangetulia Santos wetu jamani. Mimi nikasimama nikamwambia, wewe dada, wewe dada, unajua mimi nakuheshimu. Nakuheshimu sana. Kwa hiyo nakuomba usiniharibie mood ya sasa. Mimi nimeumia kikawaida kabisa mpirani. Alafu unaleta saga zako hizo.
Jamani, si mnatuonyesha wenyewe. Nyie kila siku mko pamoja, hata wakati wa kuja mlikaa pamoja. Mbona ghafla hamuongei? Mbona ghafla mmetengana? Tumeona kisa cha kuanguka, wivu wa mapenzi. Nikasema wewe, nitakupiga ujue. Nitakupiga sasa hivi Tuli. Hapo sasa na mimi nilikuwa nimetoka kwenye siti. Nikataka kumkunja, wakaniwahi pale wanafunzi wengine. Wakaanza kumshambulia Tuli pale. Wakunisema walinisema, wakumtukana pia walimtukana, wakuropoka waliropoka. Wengine wakawa wananisifia mimi kwamba mimi sinaga ugomvi, yeye ndo kanichokoza. Basi yani ili mradi tu pilika zikawa nyingi kwenye basi. Mimi nikamwona nikae kwenye siti yangu, lakini hasira nilizokuwa nazo zilikuwa ni nyingi mno. Tulifika shuleni nikiwa niko kimya. Nilishuka kwenye gari, lakini Havel hakuniita. Naye alishuka tu na kuanza kuelekea bwenini kwake bila hata kuangalia nyuma. Nikasema, sikiliza Toma, unaona demo alivyokuwa na kiburi wewe? Hajali, hawazi hata kuuliza kama kuna moja kuna mbili tatu, hafikiri. Na wala yale maneno ya yule mwanadada Tuli, yani amechukulia fresh tu. Yani kanyosha tu kaondoka zake. Unajua Toma inafikia stage na juta, sijui ni kwa nini nampenda huyu demu. Demu amejaa dharau kinoma mtu wangu. Toma, ukiniona mimi namfuatafuata huyu mwanamke, nipige mangumi ndugu yangu. Sasa nilipomaliza kuyasema hayo, Toma akaniambia, sikiliza mwanangu, mtayaongea bana, yataisha tu. Nikasema sitaki demu, huyu demu anadharau mwanangu. Anadharau sana, hata Chioma hakuwa hivyo kabisa. Huyu kazidi mtu wangu. Hapo nikaenda zangu bwanini, lakini kusema ile kweli ndo kama maisha yalibadilika kabisa. Havel alikuwa ananichunia, hanisemeshi kabisa na ananikwepa sana. Moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Wiki ilipita hata kusoma vizuri nikawa nashindwa sasa. Na hiyo wiki niliona kama mwaka unaambiwa. Nikaona okay, haina shida. Jumapili ilifika na mida jioni kabla ya kwenda kujisomea, kuna dini. Hivyo nilienda kumvizia anakosali. Nikamwona anakuja, nikamshika mkono, nikaanza kumvuta. Havel akasema, una shida gani wewe jamani? Unanivuta unanipeleka wapi? Nikasema, naomba usiongee. Unanisikia? Siko kwenye mood ya kubishana kabisa na wewe. Bwana sitaki, naomba uniache. Nitapiga kelele. Nikamwambia, piga hizo kelele. Piga. Ndio utanijua mimi ni nani. Unanitishia mimi wewe? Unanidharau sababu ya kile kimwanaume chako kile. Hapo naongea na mvuta mpaka nyuma ya library. Havel alikuwa kimya kabisa. Nikamwambia, niambie nini kinachoendelea? Sasa nikwambie nini kinachoendelea? Kwani kuna nini? Nikasema, ujui. Hivyo msichana, wewe unanichukuliaje mimi? Wewe unanionaje mimi? Unanichukulia kama mifala, kama miboya, Unanichukulia kama mimi sio mwanaume labda, si ndo maana yake Havel? Yaani unanichukuliaje mimi? Unanichukulia baridi mimi sijui nini wewe unachokiongelea hapo, hata sikuelewi. Nikamwambia, ulisema hupendi niwe na marafiki wa kike. Hao marafiki wa kike nikaachana nao. Ukasema wewe hunaga maurafiki na watu wa hovyo, hasa wa kiume. Lakini nini ulichonionyesha pale? Hadi mimi nacheza mpira naumia, hunioni? Kwa nini siku zote mimi unaniweka urafiki huku nashikwa na wanaume wengine? Tena mbele ya watu. Yaani unandhalilisha, sio manake. Sasa hapo akataka kuongea. Nikasema, nisikilize mwanamke. Leo hii nataka nijue mbivu na mbichi. Mimi sitaki kuwa rafiki yako na wala sitaki kuwa mshikaji wako, kwa sababu nakupenda sana Havel. Na nakupenda kimapenzi Havel. Nakupenda kwa sababu nakupenda sana. Tusome tuje kuwa na maisha mimi na wewe. Mbona wewe huoni mimi ninavyoteseka na mapenzi yako? Unanifanyia hivyo mimi jamani? Kweli? Serious? Havel, naomba nijue leo kama unanipenda kama vile ambavyo mimi nakupenda kimapenzi. Basi naomba uniambie ili nikuoneshe mapenzi yangu yote, na kama bado hunitaki niambie ili nisikusumbue tena. Hapo msikilizaji, niliongea huko moyo unauma vibaya mno. Nikamwambia, naomba uniambie tu nijue moja, na kama hunitaki na nakuahidi sitokusumbua Havel. Sitokaa nikakusumbua, nitakaa mbali na wewe kabisa na nitaelekeza macho yangu sehemu nyingine. Naomba sana Havel unijibu na uniambie hata yule mwanaume ni nani. Moyo wangu unaniuma sana Havel. Santos, mimi nakushangaa sana na mawivu yako hayo. Mpaka unataka kuumia kwa sababu ya mtoto wa shangazi yangu.
Mimi yule ni binamu yangu. Hapo Havel alichukua simu yake akanionyesha video ya yeye na wazazi wake wakiona ule kijana na mama yake, na mama wa huyo kijana wanafanana sana, na baba Havel pia yuko kwenye picha, na video ilikuwa na sauti inasikika kabisa. Wanaambiwa wakasome na washikamane, kwamba wao ni ndugu na wasaidiane. Nilipokuja kugundua kwamba kumbe walikuwa ni unajua, mpaka moyo wangu wazo kanisuta hapo kidogo, moyo wangu ukasuzika. Nilijisikia amani na nikaona aibu kusema ukweli. Kumbe nilikasirika bure tu. Havel akaniambia, bila shaka sasa umeona ni kama ujuavyo tunakatazwa matumizi ya simu hapa shuleni, lakini nimekuwa natembea nayo kificho ili nije nikuoneshe wewe mpuuzi, uone jinsi gani ulivyokuwa ni mjinga Santos. Hapo kwanza mimi nikatabasamu nikasema, nisamee bwana, nimekosa. Hasira zako ama hasira siku zote ni hasara. Na sijui ni kwa nini ulipata huo, yaani sijui ni kwa nini ulipata huo wivu. Na kwa sababu nakupenda sana Havel. Hapo nikamshika mashavu yake nikamwambia, nakupenda sana. Nakupenda sana mwenzako. Sijai kupenda hivi. Havel akanitazama. Mimi nikapeleka midomo yangu karibu kabisa na midomo yake. Nikaanza pale kumpiga busu mtoto wa watu. Nilisisimka mwili mzima. Sijui alikula pipi. Nilimpiga mabusu haswa. Afu alikuwa ametulia tu. Mimi nilienda kumpiga mabusu pale huku nilikuwa nimefumba macho. Na ghafla nikajikuta nasukumwa. Nilishtuka kuja kutazama hivi alikuwa ni Havel, nikasirika vibaya mno. Nikamwambia, baby nini sasa? Sasa nilipomuuliza hivyo, Havel alinizaba kibao kikali mno, akaniambia, unikome mjinga mmoja wewe. Na kuanzia hivi leo ninavyoongea, kaa mbali na mimi. Sitaki story na wewe wala salamu yako, shenzi zako wewe. Mimi sio malaya, unanisikia? Na ukithubutu kunisogelea, nitakushtaki kwa walimu. Wewe unajifanya kichaa, sasa thubutu mshenzi mmoja wewe. Hapo akanisonya, kisha huyu akaanza kuondoka zake. Aisee, nilijishika shavu. Afu nikajiona mimi ni mjinga sana. Huyu mwanamke ni wazi kabisa mimi anipendi. Sasa nini ambacho ninakitaka kutoka kwake jamani? Kwamba ninajipendekeza tu, kumbe alafu yeye ananiona kama vile rafiki. Aisee, nilimind sana. Sasa siataki kuongea na mimi. Okay, fresh. Haina noma. Kwa nikatoka zangu pale kinyonge mpaka kwa rafiki yangu Toma. Nilimkuta pale Toma yuko darasani, yeye hakwenda kwenye dini. Alivyoona akasema, vipi mzee, nani kafa tena? Mbona uso umekunjamana hivyo? Nikasema, mwanangu acha tu. Oya, nini tena? Sasa Toma aliponiuliza hivyo ikabidi nimsimulie kila kitu. Toma akaniambia, wewe sikiliza mwanangu, demo yanakuchora sana ujue. Mbona mimi namuonaga kama vile anakuzimikia sana tu. Nikamwambia, vaa miwani mwanangu. Hakuna kitu pale. Lakini vile tu yeye anitaki. Acha tu mimi nijitibu mwanangu. Acha nijitibu kivingine, na safari hii sitocheka na yeyote mwanangu. Nakwambia ukweli, atakayejileta mbele yangu mimi nakula. Mapenzi ni ujinga mtupu. Kwanza nina muda mrefu sijafanya eti najitunza. Yaani kama vile nimeoa mzee. Sasa watanikoma mwanangu. Sasa niliposema hivyo rafiki yangu Toma akaniambia, mwanangu hebu usikiliza. Nenda taratibu mwanangu. Unajua kuna magonjwa. Nikasema zana za bure zimejaa mitaani mwanangu. Siwezi kwenda vivi mzee. Nitawala mpaka basi mzee wangu. Sasa rafiki yangu Toma akaniambia, mwanangu, ila yote haya kayataka Havel. Nikasema achana naye mwanangu, kwanza sitaki hata kusikia jina lake. Kwa tulienda zetu kusoma, lakini mimi sikutania kusema ule kweli. Kuanzia hapo nikawa ni muhuni vibaya mno. Msichana yote mzuri, lakini anayejileta mimi nalala naye. Iwe chooni, iwe shuleni au iwe kwenye mti au yani mpaka tunatoroka alba kwenda mageto ya washikaji. Wacheza mpira wenzangu wa kijijini huko. Yani ndani ya muda mfupi tu nilifanya mapenzi na wasichana mbalimbali. Huko Havel akijifanya kama vile uko bize. Na mimi nikajifanya kujizidi kuwa busy. Rafiki yangu Toma alikuwa ananishauri sana kwamba nitulie. Lakini nikamwambia, sikiliza mwanangu, wewe na mwanamke wako huko chuo mnapendana sana. Mimi sina, hivyo tulia. Nikimpata na mimi nitatulia kama ulivyotulia wewe. Katika kujichanganya kwangu sasa, siku moja bwana nilikuwa natoka darasani mchana. Ilikuwa ni weekend. Nikaitwa na Rashma. Rashma ni kabinti fulani hivi anasoma kidato cha 5. Kalikuwa kapole sana, alafu kazuri hivi. Kakasema, nina shida na wewe Santos. Kwa sababu mimi nikashangaa sababu sikuwa na mazoea naye sana, zaidi tu ya salamu. Na alikuwa darasa lingine kabisa. Nikamwambia okay poa. Muda wa dini basi tutabonga.
Okay, fresh. Kwa mimi nikaondoka zangu huko, nikawa nawaza haka kabinti kana shida gani na mimi sasa? Au ndo kana utaka? Nikaona okay, ngoja nimwambie Toma. Nilimfuata. Toma alikuwa yuko nini? Nikampa habari. Toma akaniambia, "Wewe unakaongelea kale ka kiongozi kale kama mazingira?" Nikasema, "Ya, kale mwanangu." Wewe namuonea huruma yule binti, maana hakujui wewe vizuri aise. Mbona ataumia sana? Mimi nikacheka tu. Toma akaniambia, "Mwanangu sikiliza. Kama kamekuzimikia, usikaumize katoto ka watu. Kale kanajishia vibaya mno." Nikasema, "Hamna mwanangu, itakuwa sio hivyo. Itakuwa sio hivyo. Labda tu kutakuwa kuna issue nyingine. Lakini kale kabinti nikiwa naye, Havel lazima ataumia kwa sababu Rashma ni mzuri na ni level za Havel kabisa, mimi nakwambia." Santos, sikiliza mwanangu. Hebu achana na Havel. Utajumiza bure tu ndugu yangu. Utajumiza bure. Dem kama vile akuoni. Unayefanya mengi. Unamuumiza, lakini demu hatashtuki. Wewe fanya kwa ajili yako. Na huyu Rashma, hebu usimharibie mwanangu. Ni binti mpore sana. Kiukweli maneno ya Tom yalikuwa na ukweli mchungu kusema kweli. Nikasema okay, poa mwanangu. Jioni ilifika, nikaenda sasa kuonana na Rashma, na nilimkuta alikuwa ananisubiri darasani. Alikuwa amevalia t-shirt, ilikuwa imemshika na sketi yake fulani hivi, basi kifuani bwana, ase hatari. Nikamsalimia, akajibu kwa kawa na tabasamu. Akasema, "Nilijua hautofika maana umechelewa sana." Nikamwambia naachaje sasa kuja sasa Niambie Rashma. Santos, mimi nimekuita nikuambie kitu kimoja. Samani kama nitakukwaza au kama nitakuwa naingilia sana maisha yako, lakini unavyofanya sio vizuri kabisa. Acha tabia zako hizo ambazo unazifanya. Asa mimi sikumuelewa, nikacheka, alafu nikamwambia, "Tabia gani tena? Mbona sikuelewi Rashma?" "Unawachanganya sana mabinti. Unawaharibu sana wasichana. Kiasi kwamba kila siku ni fujo na kugombana wasichana huko bwenini kwa sababu yako. Kila mtu anasema wewe ni bwana wake. Kwa nini unafanya hivyo lakini?" Rashma, mimi sijui kwa nini hata unaniambia hivyo. Kwa sababu sio kweli, mimi sina mtu hapa shuleni. Santos, acha uongo jamani. Tunajua sana tangia uachane na Havel, ndo kabisa hujawahi kutulia. Lakini sio vizuri. Rashma, nisikiliza, unaona sasa hivi unachokizungumza, sijui hata unatoaga wapi hizo habari. Kwa sababu mimi sijawahi kuwa na mahusiano na huyo Havel kabisa. Alafu Havel yule mimi ni rafiki yangu tu. Hivi Santos, kumbe ndio mwongo hivyo. Shule hii hakuna mtu ambaye alikuwa hajui mahusiano ya wewe na yule bidada jamani. Na bidada mwenyewe alikuwa anamnunia kila mtu anayekuwa jirani na wewe. Asa wewe hapo unachotaka kukibisha hapo ni nini? Asa mimi kusikia maneno hayo ya Rashma, unajua kwanza nilishtuka, nilishangaa. Ina maana kwamba Havel alikuwa anafanya hivyo. Unajua paka nikamwambia Rashma, sidhani kama ilikuwa hivyo bwana. Sasa kwa mfano kina nani hao wanaopigana kwa sababu yangu huko bwenini? Unaweza kuniambia? Ndio. Unasikia uko nje? Hapo nilisikiliza. Alikuwa na msichana mmoja hivi anaitwa Eva. Aise, Eva huo ni mwongeaji sana wa kidato cha 4. Nilimtambua maana ni kweli niliwahi kupita naye mara moja. Alikuwa amekuja mwenyewe kuutaka na mimi nikampa. Sasa ile sauti nilisikia nikamwambia naisikia sauti lakini sijui ni ya nani. Hapo nilimzuga tu Rashma. Rashma akasema sasa huyo ni Eva. Ndo yani anajifanyaga yani kama vile ndo mke wako. Kuto kuchamba watu kwa sababu yako. Sasa mimi kusikia hivyo nikasema kumbe. Nikamwambia Rashma, sasa sikiza, hebu sogea hapo mlangoni. Sogea hapo mlangoni usikie, maana mimi kuongea sana huwa siwezi. Rashma akaniambia unataka kunifanya nini? Nikamwambia sio umesema kwamba mimi ni mwongo. Njoo. Kwa nilitoka nje ya darasa haraka kisha nikarudishia mlango. Nikamwona Eva na mwenzie wameshalipita darasa. Nikaita pale Eva. Na ikaitika abe, nikasema njoo. Kweli Eva kaja mbio. Hadi pale mlangoni nilipokuwa nimesimama. Mambo, hapo Eva anasema mambo huko anacheka na nyingata vidole. Mimi hata sikumjibu salamu yake. Kwa sababu hapo tayari moyoni nilikuwa na yangu. Nikasema wewe dogo,
Uone nitafuta sina maana yake. Mimi na mahusiano na wewe tangia lini? Hapo Eva alishtuka. Nikamwambia nakuuliza wewe, tangia lini mimi nina mahusiano na wewe? Au lini mimi nilishakutongoza wewe? Lini? Jamani Santos, kwani kuna nini? Nikasema sikiliza dogo. Ulikuwa unakuja ukitaka mahusiano na mimi. Na nikakwambia siwezi kuwa na wewe na sitaki maneno na kelele, lakini napata taarifa zako huko bwenini kwamba unanichafua. I say spendi na nakuomba acha mara moja huo ujinga. Mimi sina mahusiano na wewe na sijawahi hata kukutongoza, na ndio maana nakwambia acha mara moja huo ujinga wako. Ukiendelea nitakuja kukufanya kitu mbaya, utokaa ukatamani tena kuniona kwenye hii dunia, mjinga mmoja wewe. Nenda zako huko. Hapo Eva kanasema Santos, hapana, ungenisikiliza, najua hujawahi kunitongoza, ila sasa wakati anaongezungumza huyu Eva, kabla hata hajamaliza sentensi zake, nilimkatiza. Nikajua huyu anataka kuchomwa betri. Si nishawahi kumshenyeta? Nikamwambia sikiliza wewe, nimeshakwambia nilichotaka kukwambia. Acha mara moja, usije ukaniharibia hapa shuleni. Fanya yako, achana ya kwangu. Sina cha kuongea na wewe na kuomba uondoke. Kwa nilipoongea hivyo nikaingia darasani, nikafunga mlango. Nilimsikia pale Eva akivuta tu mafua. Ni wazi kabisa alikuwa analia, lakini mimi sikujali. Rashma alinitazama, mimi nilikuwa niko kimya tu. Nilienda dirishani kwa ajili ya kuchungulia, nikaona Eva ameshaondoka. Nikarudi kwa Rashma, nikamwambia umesikia sasa mazungumzo nilokuwa naongea na Eva? Rashma akasema nimeshangaa. Yaani kaishiwa maneno kama sio yule aliyekuwa akitamba eti kaini mbali na Santos wangu, ila wasichana jamani. Nikamwambia sikiliza sasa Rashma, mimi nasingiziwa sana kwa sababu ya ucheshi wangu, lakini mimi msichana pekee ninayemwaza na kumuhitaji kwa sasa ni wewe Rashma. Hapo nilimchokoza kidogo Rashma. Rashma alishtuka akasema we umeanza Santos, mimi sitaki bwana. Nikamwambia sikiliza Rashma, nishafanya jitihada za kuwa na wewe, lakini hauingiliki na hauzoeleki. Nikajiogopea tu aibu ya kutukanwa, nikawa niko mbali na wewe, lakini wewe ndo mimi moyo wangu unakutaka. Kwa Santos unataka mimi Havel aniue? Sasa akuwe wewe umefanya nini mpaka kuwe? Na kwa nini? Kwani mimi na mahusiano gani na wewe huyo Havel? Wewe sema tu ukweli bwana Santos. Nikasema ukweli ndo huo Rashma. Ukweli ndo huo kuhusu Havel. Mimi nilimtaka sana lakini alinikataa. Ya kweli hayo? Nikamwambia ndio. Na ndio maana sasa hivi niko kama nilivyo. Ukinikataa mimi kubembeleza sijui. Na hapa shuleni Havel tu ndio nimewahi kumtongoza na akanikataa. Kumbe nikamwambia ukweli ndio huo. Kwa bado unampenda huyo Havel? Sikiliza Rashma, sisi sio waigizaji wa Kifilipino. Yakobo unaendelea tu kumpenda mtu hata kama hakutaki. No, nilishaacha kumtaka na sasa hivi ninavyozungumza ninakutaka wewe. Santos, kwa nataka unichezee unimwage? Hapo waza nikamshika kiuno, nikamvutia kwangu, nikamkumbatia, nikamwambia siwezi kukufanya hivyo. Siwezi. Na ndio wewe utanisaidia nisisemwe vibaya Rashma. Tufanye jambo basi. Hapo nilishamwona Rashma kakolea vibaya mno, nikajua hii imeisha hii. Nilimsogelea pale kwenye midomo yake, nikaanza pale kumpiga busu moja matata mno. Mtoto alitulia tuli. Mara tukahisi kama watu hivyo wanakuja, ndio nikamwachia. Tuliondoka kila mtu kivyake, huku nikiwa nimeshajua kwamba Rashma ni wangu. Kwa nilianza pale kuongozana naye kwenye chai na chakula cha mchana, huku yeye kila kimona Havel anaongeza vituko kwangu, mara niguse, mara nishike, yani ili mradi tu, yani kama vile anamkomoa hivi. Nikagundua hilo, na siku moja nilikuwa niko zangu darasani, akaja Tuli yule cha mdomo yule, akanisalimia kisha akasema Santos, unawapaga nini hao mademo wewe? Mimi nikacheka nikasema umeanza Tuli, umeanza haya nini tena? Uko bwenini, story ni wewe tu. Na ukaona haitoshi, sasa hivi unatembea hadharani na hasimu mkubwa wa Havel. Sasa hapo unamkomoa kwa kukusaliti au vipi? Unajua kwanza hapo nikacheka haya maneno ya Tuli. Nikamwambia sikiliza Tuli, huyo hasimu mkubwa wa Havel ni nani kwanza? Sijakuelewa. Si Rashma? Kwani hujui wale wote ni wazuri, wana akili.
wanashindanishwa hadi wao kwa wao. Sasa wanashindana na wamekuwa maadui wakubwa. Sasa hivi Rashma anajitapa bwenini kwamba yeye ndio mwanamke pekee unayempenda. Na sijui ilikuwaje wametukanana na Havel. Wewe kweli? Kweli. Tena Havel alikuwa anatamka maneno hayo. Ngoja, alikuwa anasema hivi, sikia wewe malaya, unajiona umeshinda kuwa na huyo Santos, si ndio? Kwa taarifa yako, huyo Santos nikimtaka ni sekunde tu na nakuwa naye tena. Wewe hatotaka hata kukuona. Kwa usalama wako, hilo penzi lako feki, achana na mimi wewe. Vinginevyo huyo Santos utomwona, mpumbavu wewe. Kwa hiyo ngoja kwanza tuli. Hayo maneno alikuwa anazungumza nani? Si Havel. Wewe kweli? Asa wewe ngutani. Msikilizaji, mimi kusikia hivyo nilicheka sana, huku moyo nikiwa najisemea, Havel anachukulia mimi mjinga sana yule demu. Nikasema sikiliza tuli. Hebu achana hizo mambo. Achana hizo mambo za wadada. Sikiliza mwanangu, mimi naenda kula kwa sababu njaa inaniuma sana. Na wewe usikilize kidogo Santos. Nikasema baadaye bwana mwanangu. Hapo nikatoka nikamfuata rafiki yangu Toma. Nikampa story. Toma akaniambia sikiliza, Havel anajiamini sana mwanangu. Nikasema naweza kumpata kumbe. Alafu nikimla tu nambwaga. Unajua nafanya nini Toma? Sijui unataka kufanya nini Santos kwani? Natakiwa kumkaza Rashma vizuri. Adate zaidi. Najua ataenda kumringia tu. Na kisha mringia Havel. Sasa nilitaka nimkazie kwenye miti. Ila itabidi sasa nikamkazie geto. Naamini kabisa Rashma nikimkaza vizuri atakwenda kumwadithia Havel ile mumize. Afu Havel atataka kuja kuweza kuonja utamu wangu. Hapo Toma akacheka sana, akaniambia okay sawa mwanangu, ila mwanangu unapenda sana mabinti. Unapenda sana mabinti hadi kiwango cha darasani mambo kinaanza kupungua mwanangu. Soma mzee. Nikasema tulia Toma. Finally form 6 wewe. Sikilizia. Kweli tukacheka sana. Mimi nikaenda pale kuongea na mshikaji wa geto na kisha nikampanga Rashma Jumapili tutoroke mapema sana. Jumapili ilipofika Rashma alikuja. Nilipomwambia nikaenda naye geto. Tulipoingia geto Rashma alijifanya analeta story. Mimi sikutaka kupoteza muda. Nilianza pale shughuli. Rashma alidata. Aliniambia ananipenda vibaya mno. Nikasema kweli? Akasema kweli wewe. Sijai kupata penzi tamu kama ile. Nikamwambia wewe peke yako na faidi ile. Mimi ni wa kwako. Hapo naongea huku nafanyaje? Naendelea kumpa kile kinachostahili. Hatari. Basi tulipomaliza nikamwacha na kumruhusu arudi shuleni. Na mimi baadaye nikarudi kwa ajili ya kusubiri matokeo. Zilipita kama siku 2, Rashma akataka tena. Nikaenda naye porini. Huko. Ndo mtindo yani. Tunasubiri wanafunzi wameenda kulala, tunajifanya kama vile tunasoma. Mimi namsoma mlinzi uelekeo wake. Kiona mielekeo kuminaelekea huko kwa ajili ya kwenda hivyo basi. Hapo nilikuwa na Rashma. Rashma alikuwa kama mwanamke wangu, lakini sikuacha kuwa na wasichana wengine kiwiziwizi. Nilikuwa napenda sana jamani kufanya hili jambo. Siku zilipita, siku moja niko zangu uwanjani kwa ajili ya zoezi, Tuli bwana aliniita. Nikajua tayari kuna mchapo. Nilimfuata nikamwambia niambie mwanangu inakwaje. Hongera kijana, kumbe huo sio urefu wa bure. Mimi nikacheka nikamwambia umekuja na lipi tena leo Tuli? Nimeyapata huko kwa wanawake zako kama kawaida kurushiana maneno. Si Rashma bwana ameropoka kwamba mwenzetu bwana ya kwako fimbo yako kubwa tamu. Kwamba unamfikisha mpaka kwenye kilima cha Mlele Kilimanjaro. Na amesema hakuachi. Na ole wake Havel akusogelee. Unajua mimi nikacheka nikasema sio kweli bwana Tuli. Unajua mimi sijawahi bwana kufanya hivyo vitu. Sijawahi kabisa kushiriki na Rashma mimi. Tuli akaniambia wewe, Rashma anaongeaga kabisa mnavyoyafanyaga huko. Mimi hapo nikacheka tu nikizidi kumshusha Rashma viwango kabisa kusema ukweli. Tuli alinitania sana. Kwa hiyo mimi nikawa nazugazuga na ruka hapa na ruka pale mpaka mwalimu alivyoniita uwanjani. Maana ilikuwa ni mazoezi ya mechi kesho yake. Hapo sasa mwalimu alivyoniita ndo nikamwacha pale Tuli. Nilifanya mazoezi huku nikawa na mtafakari sana Havel. Maana mimi story zote nazipata. Lakini yeye Havel hana time kabisa na mimi. Siku ya mechi ilipofika, nikacheza kama kawaida na kufunga goli, lakini nikateguka mguu vibaya mno.
kiasi kwamba nilikimbizwa mpaka hospitali ya jirani nikaenda kulazwa. Wanafunzi wengi walikuja kuniona, ikiwamo Rashma, huko rafiki yangu Toma akiwa hatoki wodini. Nilala pale siku hiyo. Siku ya pili nikaletewa pale chai, nikanywa na dawa, nikapumzika. Nikapata pale na usingizi kabisa. Nilikuja kuamka nikaona wodini kuko kimya. Sasa nilihisi kiu sana. Nikapepesa macho niangalie maji kwenye kikabati hivi. Mara nikamwona Havel. Alikuwa amekaa kwenye kitanda jirani kabisa ananitazama. Unajua mpaka nilishtuka. Mpaka nikanyanyuka pale kwenye kitanda nikakaa kwanza. Havel akaniuliza kwamba vipi, mbona unanyanyuka? Nikamwambia nimeshtuka kukuona. Vile unanichukia alafu umekuja kuniua, sio maana yake? Havel alicheka. Akaniambia unaona mimi ni muuaji, sio maana yake? Yaani nimekuja kukuona. Na mimi sikutaka kuja kukuona, ila nimelazimishwa tu na darasa. Alafu bado unanisema, sio maana yake? Unajua nilimtazama huyu binti, kwa hiyo alikuwa hataki kuja kuniona ni mpaka alazimishwe na darasa. Hapo nikamwambia, Havel, si unajisikia hata wewe mwenyewe jinsi ulivyokuwa na roho ngumu. Nimeumia, hutaki hata kuja kuniona. Na yes, unaweza kuniua Havel. Hushindwe. Kwani itakuwa ni mara yako ya kwanza? Santos, unamaanisha nini kusema hivyo? Uliniua siku ulionikataa kwa maneno makali bila kujali. Na tena ukanitandika na kibao juu. Tangia siku ile moyo wangu ulikufa. Kwa nini uongo? Kwa nini uongo? Unajua tukicheza na wasichana Santos, yote unayosikia uendo wa kulaumiwa Havel. Uendo wa kulaumiwa. Japo sisemi ya kuwa ni ya kweli, lakini kumbuka wakati niko na ukaribu na wewe, niliacha hata kusalimiana na mabinti. Lakini ulinifanya nini? Wewe Havel una roho mbaya sana. Mimi sijai kupenda wala kutongoza mtu zaidi yako. Hayo maneno ndo ulikuwa unamwambia na yule msichana wako yule wa kidato cha 5. Wakati ambapo unafanya naye tendo. Sina maana yake. Maana ndo wimbo wa taifa kwake. Havel, sijui ni nini ambacho unakiongelea, lakini sijai kuwa na mahusiano na mtu yoyote hapa shuleni. Nilikupenda wewe na ukanikataa. Bas. Nikaamua kuongea na kila mtu. Haki Mungu weka kasijai kujuta kukukataa Santos. Kwa mambo yako ninayoyasikia, una tabia chafu na ni muhuni mno. Yaani umelazwa hapa, wadada hawakauki. Yaani mpaka aibu unaona mimi. Havel, sio kosa langu kupendwa na wadada. Kumbuka kati ya wote hao, mimi nilikuchagua wewe tu na ukanikataa. Sasa sijui ni kwa nini unanilaumu. Hata ingekuwa ni ukweli, mimi ni muhuni. Shida iko wapi? Okay. Basi mwambie mwanamke wako Rashma asinikalie mimi kooni. Rashma mimi sio mwanamke wangu na hajawahi hata siku moja, na hawezi kuwa mwanamke wangu. Havel, una uhakika? Ndio. Kwa unamkana? Kwa nini unamkana? Mtu anasema kabisa ya kwamba wewe una huba tamu, tena bila hata aibu. Anatangaza huko ya kwamba wewe unayajua sana yani. Mbona unataka sana kujua Havel? Nimeshakueleza, lakini bado unaendeleza kuhoji. Wewe ulinikataa. Haya. Kwa heri. Msikilizaji, kiukweli bado mimi moyo wangu ulikuwa ukimhitaji sana Havel. Nilimtamani sana. Nilitamani sana nimlipizize kisasi cha kunitosa na kisha nimbwage vibaya mno. Nilitamani nimfanye nipende sana alafu mimi nimlize. Lakini nikasema hapa lazima nitumie akili. Nilimshika mkono nikasema, Havel, usiondoke tafadhali. Najisikia unafuu kuwepo hapa. Nimefurahi sana kukuona na nimefarijika. Ujio watu wote ulikuwa una maana, lakini wewe umenifariji. Naomba usiondoke. Usiondoke hivyo. Na kuhusu Rashma, mimi sina mahusiano naye kabisa na sijawahi kuwa na mahusiano na yeye. Yeye alisema tu tuna karibu ili tukuumize wewe moyo. Basi ndio iko hivyo.
Na ndio maana yeye anaongea hayo. Mwanamke pekee ambaye mimi nampenda akitoka mamangu ni wewe Havel, na unajua mimi bado nakupenda na naumia kwa wewe kunikataa. Najitahidi kufanya kila kitu, labda utaona wivu unikubali, lakini Havel hujawahi kuniwaza. Labda tu niambie nini kasoro gani? Nina kasoro gani? Havel, naomba unielewe jamani, nateseka. Unanifanya niwe malaya sasa, nikutafute wewe kwa wanawake wengine. Hebu nionee huruma Havel. Nionee huruma tafadhali, nakuomba. Santos, mbona tulishaliongea hili? Aisee msikilizaji, nilikereka. Yaani kujitetea kote huku, lakini bado mtu anitaki. Nikasema Havel, basi okay, nenda zako. Na hata ukisikia mimi nimekufa usije. Na kuanzia sasa nitakuwa malaya na nitafanya hadharani. Usije kunisemesha wala nini. Na nitaanza na huyo Rashma. Wewe unaona mimi fala kukupenda? Unahisi kwamba siwezi kuwa na mtu mwingine? Subiri. Wewe nenda. Hapo msikilizaji, nilivyoongea hivyo, nilijilaza. Havel alibaki amesimama tu. Nikasema nenda bwana. Nisikilize Santos. Niliambiwa nibaki hadi warudi wala walikufuatia chakula. Alafu Santos, mimi sikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo naomba tuongee. Maongezi ya wewe sitaki. Kama unanipenda pia nionyeshe, nikubali. Baki hapa niambie, lakini kama hunipendi unanisisitiza pointi yako, sasa tuongee nini hapa? Na unataka kubaki hapa kufanya nini? Kawasubiria hata hapo nje hao walokulazimisha uje. Mimi nipo hapa kutibiwa, lakini uwepo wako hapa ni maumivu kwangu. Hunitaki na sijui nina kasoro gani mimi. Mwanamke gani unakuwa mchoyo hivyo? Nenda zako, kama unitaki wewe nenda zako. Sio lazima Havel. Hapo Havel alikaa kitandani. Moyo wangu mimi ulichanganyikiwa. Ina maana ni kwamba ananipenda? Nilimtazama, yeye hata alikuwa hanitazami. Nikamwambia unamaanisha nini kukaa hapo? Nilimuuliza hivyo, lakini Havel alinitazama. Niliona machozi machoni mwake. Nilishtuka. Ilibidi nimshike mkono, nikasema sasa mbona unalia Havel? Mbona unalia? Nilimuuliza hilo swali, lakini yeye hata hakunijibu. Alikuwa anachezea vidole vyake. Sasa nilijisikia vibaya. Huwa sipendi nione machozi ya mwanamke. Nikasema Havel, nakupenda sana, tena sana. Na niko tayari kufuata masharti yoyote utakayonipatia, ila tu naomba unikubalie tafadhali. Na hutosikia ujinga wowote ule hapa shuleni. Nilimaliza kuongea hivyo, lakini kabla Havel hajanijibu, mara tukasikia pale wanafunzi wanaongea koridoni, kuoneshia kwamba walikuwa wanakuja, na sauti iliyokuwa inasikika ni ya Rashma. Havel alisimama na kisha akasema, sharti la kwanza hilo linaingia. Hapo nilicheka kwa sababu nilishajua Havel kanikubali, na alimaanisha kwamba hataki ukaribu wangu na Rashma. Alivyoongea hivyo alisogea mbali na kitanda changu, na kina Rashma pamoja na wanafunzi wengine, akiwepo na Toma pia rafiki yangu aliweza kuingia. Rashma alipomwona Havel alishtuka na kisha akasimama kunitazama mimi. Havel alisogea, alichukua kibegi chake kilichokuwa kitanda cha pili pale alipokuwa amekaa mara ya kwanza, akataka kuondoka. Mimi nikamshika mkono nikasema, unaenda wapi? Wameshakuja ndugu zako. Mimi naenda shule. Naomba usiende tafadhali. Sasa hapo Havel alinitazama. Mara bwana Rashma akasema, "He, Santo. Sasa mtu anataka kuondoka na mzio ya nini? Mwache ende zake, anatuletea usiku tu hapa." Mjua mimi sikupenda kauli ya Rashma. Nikasema, "Hey, hapa ni hospitali na sio mahala pa mashindano. Rashma, hebu chunga mdomo wako." Na pia daktari akasema anataka kuniona baada ya Toma kuweza kuja na dawa. Hivyo asanteni kwa kuja, na naombeni msubirie nje. Daktari aweze kupata kunicheki. Toma, naomba kumuite daktari. Hapo na yaongea yote, lakini nikiwa nimemshika mkono Havel. Rashma alinuna, yeye akabaki akajifanya kujichia ngumu wakati wengine wote wakawa wametoka nje. Nikasema, Rashma, hujanisikia nilichokiongea maana vipi? Mbona huyu anabaki Santos? Mimi mbona sikuelewi ujue? Alinihoji Rashma na sikupenda kabisa kuhojiwa.
Hasa Rashma anavyonioji hivyo, maana yake ni kwamba huyu Havel wangu atafikiri nini? Na nimeshamwambia kwamba nilikuwa naigiza tu na huyu, lakini yeye analeta wivu. Nikasema sikiliza Rashma, hatufanyi maigizo tena hapa. Huu ni uhalisia. Kwa nini unafanya hivyo? Sanaa imeisha. Hivyo sitaki kabisa kutokusikilizwa ese. Nenda nje, nina shida na Havel. Kwa nini usichokielewa hapo ni nini? Sasa nilipoyasema hayo, Rashma alichukia mno. Uso ukawa ni mwekundu, machozi yanamlengalenga. Mimi nikamkazia macho, aliogopa, yeye mwenyewe akatoka nje. Sasa hapo Havel akaniambia, nilijua tu kuna kitu nyinyi kati yenu. Nikamwambia hakuna kitu. Labda kama yeye anataka kiwepo kwa kitu, lakini mimi sina habari naye. Haya bwana. Hebu niambie nini kwa ambacho unachotaka kukisema. Mimi nakupenda sana Havel, sana. Tafadhali nakuomba hebu unione huruma. Mimi nimekusikia, lakini siwezi kukupa jibu wakati bado naona kabisa vitu visivyoeleweka kati yako na huyo Rashma na wengine. Hutoviona na kuahidi kuanzia leo. Kuanzia lini? Kuanzia leo nipo siku 4 tu. Nakupatia wiki moja. Sawa. Hapo nikamvutia Havel kitandani. Ghafla nikampa bonge moja la busu na safari hii alitulia. Na tena alijibu mapigo. Alinipa raha sana kwa sema ukweli. Nilihisi raha mno. Huyu mtoto nyie anajua nyie jamani. Akataka kujitoa mwilini mwangu, lakini sikumwachia. Nilimpiga busu kweli kweli, kwa uchu kweli kweli. Nilisahau hata kama mguu unauma. Huyu mtoto huyu, lazima nimpate. Mara mlango bwana ukafunguliwa, tulishtuka. Alikuwa ni rafiki yangu Toma. Akasema kwamba walimu wanakuja. Kwa Havel akatoka kimya kimya, nikabaki mimi nafurahia tu pale. Sikuamini yani kwamba huyu msichana nilikuwa nimemhangaikia hivi, leo hii nimembusu. Sasa nilifurahi sana. Toma akaniambia, "Wewe mwanangu, naona Havel kashaja kwenye mfumo mwanangu tayari." Nikasema, "Da mwanangu, hata mwenyewe siamini mzee. Bado mpaka nikiwa naye ghetto. Nikimpata mimi huyu mwanangu nitajikunja mwanangu. Mtanilaza kwa kiuno kuumwa mimi nawaambieni." Sasa niliposema hivyo, Toma akazaa, "Ashakuwa wako huyo mwanangu. Sasa sijui Rashma unamweka wapi yani mwanangu? Da. Maana nimemkuta ponje analia vibaya." Na nikasema, "Mwanangu sikiliza. Mimi namhitaji sana Havel. Sasa yule Rashma ni mshari sana. Afa anajifanya ni mzungu, lakini mimi simweza, hata nisamee tu. Siwezi kuvumilia hili." Toma alicheka sana, akaniambia, mwanangu wewe bwana. Unajua kuna muda bwana mimi sikusomi kabisa. Sasa utafanyaje sasa?" Kabla sijamjibu rafiki yangu Toma, mwalimu aliweza kuingia. Nikajifanya kama niko hoi kabisa. Walimu walinipa pole pale huku akiniuliza kuhusu hali yangu. Toma akawajibu pale walimu ya kwamba dawa alizoziandika amezipata na daktari amesema anakuja kuleta hapa maelekezo. Walimu akasema sawa. Kweli baada ya dakika kadhaa tu daktari alikuja, akawakuta walimu pale, akawaambia kwamba nahitaji tu kuweza kutumia dawa na kuchuliwa mara 2 kwa siku. Niwe nafanya zoezi taratibu na nitakaa tu sawa. Hivyo akaniruhusu kutoka pale hospitalini. Japokuwa sikupendezwa na hili kwa sababu nilijua kabisa nikiwa hospitalini nitakuwa namuona baby vile nitakavyo. Lakini nikishatolewa hapa nitamuona vipi? Basi nilichukuliwa pale na walimu mpaka kwenye gari ya walimu. Sikumwona Havel tena. Basi nikawa tu niko na rafiki yangu Toma kwenye gari na safari ya shuleni sasa ikaanza. Nilikaa siku 2 nikiwa sijatoka kabisa hostel. Niko tu na meza dawa, nafanya zoezi ndani ya hostel. Rafiki yangu Toma yeye alikuwa anaenda tu darasani. Siku hiyo alirudi na kibarua mkononi. Akaniambia, "Mwanangu, shika ujumbe wako." Unajua moyo wangu ulijaa na shauku. Nikasema, "Ujumbe tena kutoka kwa nani?" Niliuliza, lakini moyoni nilikuwa natamani sana awe Havel. Toma akaniambia, "Mwanangu, huyo ni Rashma." Nikasema, "Achana na hayo mwanangu. Achana na hayo." Toma akaniambia, "Mwanangu, si usome tu mwanangu." Nikasema hata sitaki kujua nini ambacho ameniandikia. "Vipi kuhusu Havel mwanangu, hujamuona nini uko shuleni?" "Kuhusu Havel bwana, nilimuona kwa mbali, akanipungia tu mkono kwa mbali. Anaonekana kubiza na mitihani, ila leo anamaliza." "Nisikilize Toma, siwezi kuvumilia mwanangu. Leo lazima nionane naye Havel. Niendelee mazingira." "Wewe usipumzike mwanangu. Bado mguu hujapona." "Toma, siwezi, lakini kama utaki nitaenda tu mimi mwenyewe." "Okay, poa basi. Na kufanya mchakato, tulia, wewe tulia." Kweli jioni Toma alinifuata na akasema kwamba Havel yuko darasani, twende na kusubiri. Nikasema poa. Kwa kweli tulitoka huko, mimi nikitembea taratibu kwa msaada wa Toma mpaka nilifika darasani. Nilimkuta tu Havel amekaa. Nikamwambia, "Wow baby."
Havel alicheka, akaja pale akanikumbatia. Nilijisikia raha vibaya mno. Mwili ulisisimka. Kwanza nilifurahi, nikasema asante sana. Nakupenda sana Havel. Kwa pale tulipeana mabusu na akaniambia kwamba alinimisi sana. Tulikaa pale tukaongea na kucheka. Unajua nilitamani masaa yasiende kabisa kwa sababu nampenda mno alafu na enjoy sana kuwa naye. Tom alishatuacha. Stories zilinoga mno huku nikawa namshikashika maeneo mbalimbali. Mtoto mzuri jamani. Sikwambie mtu. Havel akamwambia Santos, nimeamua kuwa na wewe. Naomba usinichanganye please. Unanikikishia hukuwahi kuona huyo Rashma. Nikasema siwezi kukuchanganya baby. Na ninakupenda sana. Nimekupata kwa shida mno, siwezi kukuchezea. Siwezi kuchezea nafasi kabisa. Nachoomba tu usije kuninyanyasa na ukanisaliti baby. Nina wivu sana na huyo Rashma, hajawahi kuwa mtu wangu. Niamini mimi baby. Baby siwezi kukunyanyasa kwa sababu nakupenda sana Santo. Mimi kusikia ananipenda sana. Unajua nilimkumbatia. Nikaanza pale kumpiga mabusu. Tuko busy na raha zetu, ghafla mlango ulifunguliwa pale, tulishtuka tukachiana. Kuangalia mlangoni alikuwa ameingia Rashma. Kashika bonge moja la fimbo. Hapo amefunga sweta kiunoni, ana hema kwa nguvu. Yaani kama ni mtu ambaye amekuja kwa shari. Mnajua ile. Nilijua hapa sasa kishanuka. Niliwahi pale nikasimama mbele ya Havel. Nikamwambia una shida gani wewe Rashma? Unaniuliza mimi na shida gani? Au wewe nikuuliza una shida gani? Nikasema unanijibu mimi hivyo wewe. Aisee nitakupiga kipigo cha paka mwizi, toka humu ndani. Kwanza hapo Rashma kwanza akacheka. Akasema sija kufuata wewe mimi Santos, nimemfuata huyo bibie na shida naye. Nikasema hiyo shida mwambie hapa. Na mimi mwenyewe nikiwa nasikia. So umemfuata na mimi nikiwepo, zungumza hiyo shida yako hapa. Nimesema wewe kuhusu nataka kuongea na huyo anayejifanya bingwa kunyakua mabwana. Oya, kabla hajamaliza sentence kwanza nilimsogelea nikamshika mkono ule wenye fimbo yake ule kwa nguvu, nilimbana na ile fimbo mkononi mwake. Hapo nikijua kabisa anaumia, nikamwambia sikiliza wewe mpumbavu. Nilishakwambia mwanamke pekee niliwahi kumpenda na kumtongoza ni Havel, ndo huyu hapa. Nikakwambia alinikataa. Lakini sasa hivi nikushukuru tu wewe na hilo domo lako hilo nimekubaliwa. Hivyo moyo wangu uko mahali ambapo unapotaka. Sasa sitoruhusu mtu au kitu chochote cha upumbavu aina yoyote ile kiweze kuniharibia kwa msichana nilimhangaikia kumpata. Nadhani unanisikia wewe mjinga. Ukitaka kunijua vizuri mimi, mguse huyu au mpe neno lolote lile la kejeli, lolote tu. Ndio utanitambua mimi nani. Nitahakikisha mimi na wewe tunaondoka hii shule. Ila wewe ukiwa kwenye machela, mimi sina mahusiano na wewe. Maigizo yameshaisha, hivyo usinifatefate. Huyu Havel ndo mwanamke wangu ambaye nampenda sana. Nadhani umenielewa. Naomba upotee haraka iwezekanavyo. Hapo niliongea hivyo. Rashma muda wote alikuwa wakati mimi naongea muda wote alikuwa analia tu. Huku kanishika kwa juu. Mkono ambao nilikuwa nimemkabia na fimbo yake. Nikamwachia. Asante sana Santos, asante, ila ni ipo siku utakumbuka yote haya, utajutia mimi nakwambia. Mimi hata sikumjibu. Nilikuwa nishavaa roho ya kinyama, niliamua kumhakikishia usalama Havel na sikujali hata kama ninamuumiza mtu mwingine. Akili na mwili wangu vilimtaka Havel tu. Huyu Rashma niliona ananipigia tu kelele, kwa maana ya kwamba hana jipya kwangu. Rashma alitoka nje akiwa analia kweli kweli. Mimi nikarudi kwa Havel nikamkumbatia. Havel akaniambia Santos, una uhakika hujai kudate na msichana? Nikasema mimi nina uhakika. Na ndio maana nimemwambia hapa mbele yako baby. Nilikuwa nafanya naye maigizo tu na hakuna cha zaidi. Mimi sijui hata utupu yake. Naomba uniamini Havel. Vita ni nyingi na ni kali huko bwenini. Rashma anagombana na watu wengi huko akidai kwamba yeye ndiye mwanamke wako. Hebu achana na hayo. Wewe ndio mwanamke wangu nayekupenda sana Havel, na ninakuahidi hutoniona nikazuiana na binti yote, sawa mpenzi? Okay. Sawa baby, asante. Kweli tulipiana mabusu na kisha tukagana sasa kwa ajili ya kila mtu kwenda kujisomea. Maisha yangu na Havel yalianza rasmi sasa. Niliachana na visichana vyote tena kwa mikwala mizito, yani ole mtu aseme ashakuwa na mimi. Haise nitamvunja. Nilimwambia hata Rashma aliyekuwa bado ananifuatafuata. Alikuwa anatuma vibarua. Nikamwambia sikiliza, nitakushtaki kwa walimu ya kwamba unanisumbua. Na nikamwambia kabisa Rashma kwamba hawezi kushindana na mimi kuongea. Kwa mimi sasa nikatuliza akili kwa nani? Kwa huyu Havel ambaye muda mwingi
Tukitoka tu darasani tunakuwa tuko pamoja tunajisomea na tunakwenda kula pamoja, kasoro tu mazoezini ndio huwa hatui pamoja. Lakini siku zote hizo Havel alikuwa hataki kunipa kitumbua chake, ananipa sababu na kuniomba kwamba niwe mvumilivu, akiniahidi kwamba tukifunga tu shule atanipatia kwa sababu hataki kutoka shuleni. Sababu alikuwa ananiruhusu mimi kuweza kushika mwili wake. Basi nikawa nasema tu sawa. Muda ulipita, tukafanya mitihani na kisha tukafunga shule. Likizo ndefu hiyo ambayo tukirudi tunakuwa kidato cha 6 sasa. Mimi nilikuwa na shangwe sana, maana nilijua kwamba naenda kujipatia tunda, naenda kujipatia kitumbua. Hapo nilishaongea na mshikaji wa ghetto, maana pesa ya lodge mimi sikuwa nayo. Tulitoka na rafiki yangu Toma, huku nikiwa nimeshampanga Havel kwa kukutania. Tukaenda kuandaa pale mazingira, mimi na mshikaji wangu Toma, mazingira ya Msosi, na kisha Toma akaenda kwa washikaji wengine kwa ajili ya kuweza kunisubiri mimi. Mimi nikaenda kumpokea mtoto. Nilimkuta Havel kafika pale nilipokuwa nimemwambia. Alikuwa yuko na begi lake, huku kavalia tu suruali ya jeans ya blue pamoja na top ndogo ndogo hivi nyeupe na raba. Yaani yuko simple lakini alikuwa amependeza hatari. Ana kishepu nyinyi asikwambie mtu. Nilimkumbatia pale nikambusu na kisha nikampokea begi, nikaanza pale kwenda naye ghetto. Tulifika ili tunaingia tu ndani. Skula za damu. Aisee, nilikuwa na upwilo mno. Nilikuwa namtamani sana Havel. Nilianza pale kumwandaa kila maeneo. Sikukumbuka kinga. Nilimpandia, nikaanza pale kushughulika. Jamani, nashindwa tu kuelezea, lakini kitu ilikuwa ni mnato. Yaani hata kupiga kelele nilikuwa natamani hiyo raha ambayo nilikuwa naipata. Nashindwa hata kuelezea. Natamani uelezee jinsi ambavyo raha niloipata nyie. Tulipinduana kweli kweli. Hatari. Sasa mimi ndo nilianza kushtuka kwamba giza nje limefanya limeingia. Nikawasha taa. Namuona mtoto mzuri kalala yuko hoi kitandani. Na nilimtazama. Jamani, huyu kiumbe nyinyi alikuwa na utamu wake jamani. Kama tunda la apple. Hata mapenzi yenyewe anayejua sana kusema ukweli. Mimi siku zote nilikuwa nahisi nafanya mapenzi, lakini kumbe nilikuwa na dimba tu kusema ukweli. Leo sasa ndo nimeenjoy. Nilijua hapo najitazama. Nikajikuta nataka kuanza upya. Kweli bwana. Askari akawa yuko imara, mzigo upo. Nikaenjoy. Siku 2 nzima sikumwachia Havel. Na Havel aliniambia ananipenda sana, mimi kwamba ndo kiboko yake, na mimi nikamwambia hivyo pia, wewe ndo kiboko yangu. Tuliegana, nikamsindikiza kwa ajili ya kupanda basi za kwao, mimi nikarudi ghetto kwa ajili ya kuweza kupumzika. Nililala sana, nilikuja kuamshwa na Toma. Nikasema wewe ni aje? Akasema wewe tutachelewa basi za home, so unajua tena zinaondoka saa 9. Nikasema ndio. Akasema amka mwanangu, jiandae sasa saa 7 sasa hivi. Hapo ndo nikakurupuka nikajiandaa faster, tukaanza kwenda stand. Rafiki yangu Toma akasema ushamkula siku 2 mwanangu huyo Havel, nafikiri sasa muda kumbwaga umeshafika. Nilishtuka. Nikamwambia unaongea na nani? Unaongea na mimi mwanangu ama unaongea na nani? Toma akasema wewe usitisema mwenyewe mwanangu, jamani unataka kumlipizia kisasi. Nikamwambia sikiliza Toma, unazingua. Mimi Havel siwezi kumwacha mwanangu. Msichana kanikamata vibaya mno, nampenda hatari. Nimetembea na wanawake wote lakini hapa ana pepo yake huyu binti. Toma alicheka sana. Basi tulifika stand, tukapanda gari mpaka nyumbani. Niliwakuta pale mama pamoja dogo wako salama, huku mama akiwa ameanza kufuga kuku. Akasema kakaangu ashamaliza mafunzo, kashaanza kazi, hivyo kampatia mtaji wa kufuga kuku. Nikasema okay, vizuri mama. Basi nilikaa siku 4 pale nyumbani, tukaenda vibaruani na rafiki yangu Toma kama kawaida, lakini siku zote nilikuwa namwaza sana Havel. Nikawa nazima simu za watu, nampigia, tunaongea sana, huku tukikubaliana kwamba tuwahi siku 2 kabla ya kufungua shule ili tukajifungie tunyanduane. Na kweli kawa hivyo. Penzi la Havel lilinilevya kiasi kwamba sikutamani wengine kabisa. Nilikuwa namkubali Havel mpaka darasani muda wa kujisomea usiku nilikuwa nanogewa. Kitu ambacho kilichonifanya sasa niwe na wivu vibaya mno. Nilikuwa namuonea wivu Havel hata kama akisimama na mwalimu wa kiume. Mimi nahisi kwamba kuna jambo linaendelea. Hata kiwepo kwenye group discussion na wanafunzi wa kiume, mimi kwangu ilikuwa ni ugomvi. Afu unajua wivu kizidi sana inakuwa sio poa Kwa wivu ulivyokuwa too much, kitu ambacho kikapelekea sasa Havel akawa anachukia sana.
Lakini mimi nikawa naomba msamaha tu ili aishi. Nilikuwa nataka niwe namuona muda wote. Hata nikiwa niko uwanjani nacheza, jicho langu ni alipo yeye, nimuone. Na nimuone akiwa haongei na mwanaume mwingine. Jamani, nilimpenda sana Havel. Siku zikaenda, tukabakisha kama miezi 4 tumalize kidato cha 6 sasa. Siku moja ilikuwa ni Jumapili, tulienda kanisani na mimi na Havel tunasali tofauti. Mimi niliwahi kurudi. Mimi ni Roma, nikakaa getini namsubiri mwenzangu. Wenzi wote walifika, yeye akawa bado. Nikaona acha niulize. Nikamuita binti moja nikamuuliza Havel amebaki wapi? Akasema aliingia duka fulani ndio tukumemwacha huko. Mimi kusikia hivyo nikauliza, hilo duka alikuwa anauza mwanamke mwanaume? Nikajibiwa hapana, anauza ni mkaka na ndiye aliyekuwa anaongea naye. Walikuwa wanatanana na kucheka. Sasa nilipopewa taarifa nilitabasamu kwa hasira. Nikasema okay sawa, asante. Yule binti aliondoka, mimi nikabaki tu pale nimefura kwa hasira. Mara nikamwona Havel na kibegi chake alikuwa anakuja. Alipoona kwanza alitabasamu, mimi nikawa namtizama tu. Akanisogelea akaniambia, "Baby mambo." Mimi nilimshika mkono nikaanza kumkokota. Yaani nilikuwa namvuta mpaka darasani. Yeye anajifanya kama vile haelewi. Anasema, "Jamani sasa Santos, ndio nini sasa?" Mimi nilipofika darasani nikamwambia, "Toa hiyo nguo yako." Havel alishtuka. Akasema, "Hey, wewe Santos, kwa nini sasa nitoe nguo yangu ndani?" Nikamwambia, "Ninavyoongea sitaraji maswali. Toa hiyo nguo yako. Huwezi kunifanya mimi ni mjinga kwa sababu sikupi pesa, sina pesa, unaenda kunisaliti na wauza maduka, sina maana yake. Wenzako wamerudi mapema kanisani, wewe ukaona ukafanya mala yako, sina maana yake. Nimekwambia toa hiyo nguo yako." Hapo nilifoka kweli kweli. Havel akasema, "Santos, unajua mimi nimechoka na mawivu yako ya jamani. Mimi sivui." Sasa nilipoona ananipandishia kibesi afa ananiambia kwamba atoe, wakati mimi nimwambia atoe, kwaona mimi nikajikuta napandwa na hasira. Nikafunga ile darasa kwa ndani. Uzuri Jumapili madarasani panakuwa hakunaga watu. Nilikuwa kama vile namuona anavyofanywa. Nilianza kumpiga, sasa nilimpiga mno. Yeye alikuwa analia tu kimya, lakini nilimwangusha chini, nikamchania nguo yake ndani, nikamshika pale kwenye ndani yake. Kama katumika ulani kakagua, lakini alikuwa mkavu. Unajua bado sikuamini. Nikashusha sura yangu, nikatoa pale mjigejo wangu, nikambananisha pale chini. Akawa anapambana kunizuia, mimi nilimbana kweli kweli, nikampanua, nikatumia, yaani nilikuwa na nguvu za ajabu, nikamuingiza pale hata bila kumwandaa. Mtoto wa watu pale palikuwa pametight vibaya mno. Piga pale. Havel hakuonesha ushirikiano, alikuwa anasema tu kwamba anaumia tu, anapata maumivu, kwamba anamuumiza, ananisukuma, ananipiga, lakini mimi sikumwacha. Nilikuwa kama ile nimepandwa na pepo kama mashetani hivi. Nikampelekea moto pale mpaka nikaanza kuhisi ya kwamba naloana. Nilishika pale na mkono nikaona damu. Napo pia sikumwacha, niliendelea mpaka nikamaliza haja zangu, nikaja kumwacha pale, nikatoka juu yake. Unajua mpaka sura yangu na yenyewe pia kama imechafuka. Nilishtuka kwamba nimembaka Havel. Moyo uliniuma. Havel alisimama kwa shida, akafuta pale machozi, akanitazama. Alikuwa anatilia sana huruma. Akasema, "Sijawahi kuhisi kudhalilishwa kama ulivyonidhalilisha leo Santos. Unanipiga, unanichania nguo yangu ya ndani, mimi Santos umenibaka." Sasa alivyosema hivyo alikuwa analia sana. Mimi hapo sasa ndo nikawa naogopa sasa, nashindwa hata niseme nini. Unajua unapotaka kufanya kitu ukiwa na maamuzi ya hasira, unafanya pasipo kujua. Ila ukishamaliza kufanya ile tendo na baadaye unajirudi unasema, kwa nini nimefanya hivi? Ndicho kilichonitokea. Nikajikuta namsogelea na mkumbatia. Akasema, "Sitaki unisogelee Santos. Ulionifanyia inatosha. Unajua nilienda dukani kufanya nini?" Hapa akachukua kile kibegi chake akafungua, akatoa pale. Ilikuwa nguo ya ndani, boxer pamoja na singlet, zilikuwa ziko mbili, akanirushia. Akasema, "Nilipita kukununulia zawadi wewe, lakini haya ndo malipo, sio maana yake Santos." Hapo anaongea kwa analia. Nikamwambia, "Baby nisamehe. Ni wivu tu, lakini nakupenda sana mwenzako. Wameniambia ni mtu wako yule dukani." Hapo nilikuwa naongea huko nataka kumshika Havel. Havel alinisukuma mpaka nikaanguka. Akasema, "Sikiliza wewe mbakaji mkatili, wewe kwanza hivi sasa ninapoongea sitaki kukuona, sitaki kukujua, wala sitaki mahusiano na wewe." Hapo akashika simu yake akajirekodi damu jinsi zinavyomtoka, zinamchuruzika miguuni. Akanirekodi na mimi ule mjegeje wangu. Ulikuwa na damu. Na pia damu zingine zilikuwa zimedondoka kwenye suruali. Akasema, "Umenibaka Santos. Sasa utaozea jela mbwa mmoja wewe." Hapo akachukua leso akajifuta na kuanza kutoka nje. Halo. Niliogopa.
Haya, Santos amembaka bwana huyu mwanadada Havel. Nini kitakachoendelea kwenye hiki kisa cha kusisimua kutoka kwake Lisa Mwala? Mzigo unaitwa Chioma. Hii ilikuwa ni sehemu ya 3. Bwana, tukutane katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 4. Asante kwa timu yako. Mimi niseme kwaheri kwa sasa, bye bye, tukutane sehemu ya 4.